na mimea itao miche kwa jinsi yake, na mbegu kwa jinsi yake. Ikafanyika. Ukasema tena, jua, mwezi na nyota. Ikafanyika. Ukasema tena, ndege wa angani na samaki wa baharini. Ikafanyika. Ukasema tena, na wanyama wa kufugwa na waporini na kila kitambacho juu ya nchi chenye uhai, pamoja na wanadamu. Ikafanyika Baba. Nami nasema ya kuwa leo tena unaposema nasi, kama kuna sehemu Baba haijakaa vizuri kwenye maisha ya watu wako, basi neno lako litengeneze tena, maana wote ni kazi ya mikono yako. Dunia ni kazi ya mikono yako, na vyote vijazavyo dunia ni kazi ya mikono yako. Nashukuru jina lako kwa ajili ya nafasi hii uliyenipa tena kuwa mdogo kuliko wote watakayesikiliza neno lako kupitia mimi. Asante Bwana Yesu, maana wewe umekirimiwa jina kuu lipitao majina yote. Maana katika jina hilo kila goti litapigwa na kukiri ya kuwa Kristo ndiye Bwana. Na hata leo nimesimama hapa nikiwa tayari kukiri ya kuwa wewe ni Injili, kukiri ya kuwa wewe ni Bwana, kukiri ya kuwa wewe ni yote katika yote, kukiri ya kuwa wewe ni uponyaji, kukiri ya kuwa wewe ndio kila kitu. Baba wa rehema, natukuza jina lako Baba kwa ajili ya Roho Mtakatifu anayetenda kazi na atakayeendelea kutenda kazi kati yetu, na katika jina la Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu, na mtu mmoja aseme Yesu ni Bwana. Yesu ni Bwana. Amen. Basi tuliendelea vizuri sana jana na tukapata kufikia ile sura ya 6 na kitabu cha 58. Kitabu cha 58 kina sura 13. Kitabu cha 58 mwandishi wake haijulikani, bali kuna mawazo ya wanadamu kuhusu mwandishi wa kitabu cha 58. Bila shaka hata sisi tumekuwa na wazo letu ya kuwa mwandishi huo wa kitabu cha 58, sisi tulisema kuwa kwa vigezo vya watu ambao walibashiriwa kama mwandishi, sisi kura yetu ilimwangukia yule Yusufu ambayo mitume walimuita Barnaba, neno la Kiyunani ambayo neno la Kiebrania ambao Kiyunani maana yake ni mwana wa faraja, aliyekuwa ni Milawi. Kwa sababu tumeona kitabu cha 58 ikiwa imeongelea sana mambo ya Agano la Kale ikilinganishwa na Agano Jipya, mambo yanayohusu Kristo na Ukristo na dini ya Kiyahudi na Wayahudi. Tunahitaji tuendelee na kitabu cha 58 tukianzia sura ya 7, na bila shaka tutaendelea kuona jinsi ambayo mwandishi huo akarejea katika Zaburi ya 110 pale ambapo Daudi akaona katika maono na katika unabii ya kuwa Mungu atainua mwanae, naye atamfanya kuwa kuhani wa Melkizedek. Ina maana ukuhani wa Melkizedek ulikuwa ni ukuhani wa kudumu, ni ya milele. So akaelezea vizuri. Kitabu hichi cha 58 ni kitabu kilichoandikiwa Wakristo waliyekuwa Wayahudi wa Kristo ambao walianza kukata tamaa katika ule mwaka
wa 68 baada ya Kristo, wakati uuaji na kusaliti wa Kristo ulipopamba moto katika utawala wa dola la Kirumi, na waliamua Wayahudi wale ya kuwa waiwache Ukristo ili warudi kwenye dini yao, maana waliokuwepo katika dini ya Kiyahudi wao wala hawakuguswa. Lakini shetani aliinuka kinyume na Kristo pamoja na Ukristo. Lakini mwandishi akaandika akiwatia moyo na kuwafafanulia agano jipya jinsi ilivyo muhimu kuliko agano la kale. Ile kitabu hicho ikapata jina lake kutoka kwenye wale waliandikiwa kitabu hicho, ikapewa jina la Waebrania. Kwa nini Waebrania? Kwa sababu iliandikiwa Wakristo lakini Wayahudi ama Waebrania. Neno Ebrania ni neno ambayo ina maana ya walievuka na waliyetoka ng'ambo ya mto, na jina hilo ilikuwa ni jina la Ibrahimu na uzao wake. Lakini cha ajabu, Waisraeli ni Waebrania, lakini Ibrahimu kama Mwebrania sio Mwisraeli. Maana Waisraeli wao walikuwa taifa lililotoka katika watoto wa nani? Watoto wa mjukuu wake Ibrahimu aliyeitwa Yakobo, ambaye aliposhindana na malaika akidai kubarikiwa, asingeweza kubarikiwa kwenye jina la Yakobo, maana ilikuwa ni jina lenye maana ya muongo, na ikabidi apewe jina la baraka ambao ni Israeli, na uzao wake ukapata kutengeneza taifa katika jina la Israeli. Sasa nataka tuende moja kwa moja, nisipoteze muda. Nilikuwa naweka msingi kwa ajili ya mtu ambao labda hakupata kuwepo. Twende kwenye Waebrania sura ya 7. Tuone Melkizedek kuhani. Huu ukuhani wa Melkizedek, kama nilivyokuambia, kisa cha Melkizedeki inapatikana kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 14, pale ambapo analetewa Ibrahimu ya kuwa ndugu yake Lutu na mali zake, na mji wa Sodoma na Gomora baada ya kutekwa na kubebwa, kuchukuliwa mateka na Keldorama, mfalme Keldorama. Naye Ibrahimu alipopata taarifa hizo, akaamua kuchagua vijana wale 318 akawagawia silaha. Hebu pata picha kuwa eti vijana waliyekuwa wanatenda kazi nyumbani mwa Ibrahimu, mtu 318. Chakula wanachokula kwanza tu sio mtaji huo. Chakula wanayekula ndani ya siku moja sio mtaji. Ndio maana Ibrahimu alikuwa tajiri, akuwa tajiri. So Ibrahimu akawafuatilia Keldorama na akumpiga Keldorama kupitia wale vijana wake 318, na akamrudisha Lutu na kila kitu na mji ule na mali zote. Alipokuwa njiani, ndipo anavorudi anakutana na huyu mfalme wa Salem, na huyu mfalme wa Salem akamwambia kuwa Mungu aliyeumba mbingu na nchi ndio aliyekubariki, naye ndiye aliyekuwezesha kushinda vita. So Ibrahimu akashangaa, huyu anayetambua Mungu aliyeumba mbingu na nchi huyo. Bila shaka Ibrahimu akatambua kuwa huyo ni mkuu kuliko yeye. Ilichofuata akamtolea fungu la 10 na Melkizedeki akambariki. Lakini Biblia haijaandika baba yake wala mama yake, wala kuandika mwanzo wake wala mwisho wake. Ndio maana afananishwa Yesu na Yesu, kwa sababu pale amezuka tu, lakini haijaandikwa mwanzo wake wala mwisho wake.
So ukuhani wake ulikuwa ni ukuhani usiokuwa na mwanzo wala usiokuwa na mwisho. Maana kabla ya mwanzo Yesu alikuwepo, baada ya mwisho Yesu atakuwepo. So inafanana, lakini Melkizedek sio Yesu. Inafanana. Hebu tusome sura ya 7 kitabu cha Waebrania. Nasoma kwa jina la Yesu. Kwa maana Melkizedeki huyo mfalme wa Salemu, kuhani wa Mungu aliyejua, alikutana na Ibrahimu alipokuwa akirudi katika kuwapiga hao wafalme, akambariki, ambaye Ibrahimu alimgawia sehemu ya 10 ya vitu vyote. Tafsiri ya jina lake kwanza ni mfalme wa haki, tena mfalme wa Salemu maana yake mfalme wa amani. Hana baba, hana mama, hana wazazi, hana mwanzo siku zake wala. Hebu nikuulize. Baada ya kufanishwa na mwana wa Mungu. Maana haijaandikwa baba yake wala mama wala mwanzo wake wala mwisho wake. Ndio maana amefananishwa. Vigezo hivyo Yesu alikuwa navyo. Maana Yesu akasema mwenyewe akiambia Wayahudi ya kuwa kabla ya mwanzo mimi nilikuwepo, kabla ya Ibrahimu mimi nilikuwepo. Umeona sasa yeye vigezo hivyo vikawa kama za Kristo. Lakini umeona, je, Yesu sio mfalme wa amani? So vigezo hivyo viliendana na Yesu. Ndio maana ukuhani wake alikuwa ni kuhani. Ndio maana alipokea nini? Ilikuwa ni kazi ya makuhani kupokea nini? Kupokea matoleo ya kila mtu kama fungu la 10. Ndio maana kumbuka, nilijaribu kueleza juzi ya kuwa ukuu wa Melkizedek ilikuwaje. Melkizedeki kwa sababu Ibrahim na kuongea na Mungu na ukuu jinsi alivyokuwa mkuu, bila shaka Ibrahim alitoa matoleo kwa Melkizedeki, na siku zote kanuni ni mkubwa ubariki mdogo. Ndio maana zile baraka za Melkizedeki kwa Ibrahim zilifika na akazipokea Ibrahim kwa sababu alikuwa mkuu. Sasa ukuhani wa Kiaruni ambao walikuwa ni wa uzao wa Ibrahim, kumbuka ya kuwa wakati Ibrahim anamtolea nani? Anamtolea Melkizedeki. Ina maana hata Lawi, hata makuhani wote walikuwa kwenye viuno vya nani? Viuno vya Ibrahim. Ina maana tayari kwa pamoja walimtolea nani? Walimtolea yule Melkizedeki nini? Ile fungu la 10. So bila shaka hata ukuhani wa Kilawi bila shaka haikuwa mkuu kuliko ule wa Melkizedeki. Ndio maana Yesu, kumbuka ukuhani uliokuwepo wa Kiaruni ilikuwa ni lazima mtu awe ni wa kabila wa Lawi, moja kati ya wale watoto 12 wa kiume wa Yakobo, na mtoto wa gapi? Mtoto wa 3 wa Le. Mtoto wa kwanza wa Lea alikuwa nani? Ruben. Wa pili watoto wa Lea, wa kwanza alikuwa ni Ruben, wa pili alikuwa ni Simeoni, wa tatu alikuwa ni Lawi, wa 4 alikuwa ni Yuda. So mbona nasema alafu mnanyamaza? Watoto wa Lea, sio Lawi. So watu wa Mungu, bila shaka ukuhani ilikuwa ni lazima itoke katika kabila la Lawi. Lakini umeona Yesu hakuwa ni wa kabila wa Lawi. Yesu alikuwa wa kabila la Yuda, mtoto wa 4 wa Yakobo, lakini wa 4 wa Lea. Nasema wa Lea kwa sababu gani? Kwa sababu kulikuwa na watoto wa nani? Bilha na Zilpa, na palikuwa na watoto pia wa Raeli. So Bwana Yesu asifiwe. So kinachofanyika, Mungu akafanya Yesu azaliwe katika kabila la Yuda. Ndio maana hakuna jinsi yote ambayo Yesu angeweza kuwa kuhani wa Kilawi, maana hakuwa wa ukoo ama wa kabila la Lawi. Lakini yeye akaja akapata ukuhani ulio juu wa kudumu. Ndio maana akapata ule ukuhani wa yule ambao hata hawa wa makuhani walimtolea nini? Walimtolea. Maana kumbuka hakuwa
makuhani walikuwa watoe fungu la 10. Wala walikuwa wafanyi kazi yoyote. Fungu lao ilikuwa wapi? Ilikuwa hekaluni. Lakini kumbuka wakati Ibrahim anamtolea Melkizedeki fungu la 10, na wao maana walikuwa ndani ya Ibrahim na wao walitoa, ina maana bila shaka yule Melkizedeki alikuwa mkuu wao. Sasa yule mtu ambaye anakuwa na ukuhani wa Kimelkizedeki bila shaka anakuwa mkuu kuliko ukuhani wa Kilawi. Ndio maana Yesu ukuhani wake ukawa mkuu kuliko ule wa Kilawi. Twende. Huyo adumu kuhani milele. Mstari wa 4. Basi angalieni jinsi mtu huyo alivyokuwa mkuu, ambaye Ibrahim baba yetu mkuu alimpa sehemu ya 10 ya nyara. Na katika wana wa Lawi nao wale upatao ukuhani wanaamri kutoa sehemu ya 10 kwa watu wao, yani ndugu zao, kwa agizo la sheria, ijapokuwa ametoka katika viuno vya Ibrahim. Bali yeye ambaye uzazi wake haukuhesabiwa kuwa toka kwa hao alitoa sehemu ya 10 kwa Ibrahimu, akambariki yeye aliye na ile ahadi. Wala haikanushiki kabisa kwamba mdogo hubarikiwa na mkubwa. Na hapa wanadamu wapatikanao na kufa hutoa sehemu ya 10, bali huko yeye ashuhudiwaye kwamba yu hai. Tena yaweza kusema kuwa kwa njia ya Ibrahimu hata Lawi apokee sehemu ya 10 alitoa sehemu ya 10, kwa maana alikuwa katika viuno vya baba yake hapo Melkizedeki alipokutana naye. Basi kama ukamilifu ulikuwapo kwa ukuhani wa Lawi, maana watu wale walipata sheria kwa huo, kulikuwa na haja gani tena ukuhani mwingine uinuke kwa mfano wa Melkizedeki, wala wasihesabiwe kwa mfano wa Haruni? Umeona sasa kwa nini wao Mungu aliruhusu akainuka kuhani mwingine mkuu kuliko wao? Bila shaka watu wa Mungu, Melkizedeki hata vigezo vyake, mtu huyo hakuwa mtu wa kawaida. Hakuwa mtu wa kawaida, maana bila shaka mbona ikufuatiliwa yakuwa akazaliwa wapi? Ndio maana nasema hivi watu wa Mungu, mambo yote kwenye Biblia yana muunganiko. Umeona Melkizedeki, yeye ukuhani wake unakuja kuangukia kwa Yesu. Bila shaka watu wengi sana ukimuuliza mtu Yesu anapataje ukuhani, wakati Yesu sio wa kabila la kupata kuhani, maana wote wa uzao wa Haruni walitakiwa moja kwa moja wafunzu kuwa makuhani. So umeona sasa, na hiyo ni Mungu aliyechagua, maana Daudi katika miaka 1000 kabla hajazaliwa Kristo anatabiri mambo hayo. Hayo yapo kwenye, tuliona jana kwenye kitabu cha Zaburi 110. Ndio maana nasema hivi watu wa Mungu, hatujaanza kuunganisha, lakini kila sehemu inaunganika na sehemu nyingine ili kamilike. Ndio maana neno likitajwa kwenye Biblia mara moja haijadhibitika. Nimekuambia haijatajwa kwenye sura moja kuhusu Melkizedeki. Imetajwa kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 14, imetajwa kwenye Zaburi 110, imekuja kutajwa kwenye kitabu cha Waebrania sura ya 5, sura ya 6, sura ya 7. Ina maana hii inaashiria kuwa hili jambo la ukuhani wa kudumu na milele imedhibitika. Maana neno likiandikwa zaidi ya mara 2 imefanya nini? Imedhibitika. Ni vizuri sana upate kujua na kuweza kueleza Yesu alipataje. Alipata kwa kuchaguliwa na baba yake. Utaipata wapi? Unaipata kwenye Zaburi 110. Daudi anatoa katika unabii. Ndio maana Yesu akamwambiaje, nyinyi mnasemaje ya kwamba Masihi atakuwa mwana wa Daudi? Wakati Daudi akasema kuwa Bwana ataweka nini? Atawaweka maadui zake chini ya Bwana wangu. Ukiona pale Bwana wa kwanza ana herufi kubwa zote, alafu Bwana wa pili ana herufi ya kwanza kubwa, ambao Bwana wa kwanza ni Bwana Mungu, alafu Bwana wa pili ni nafsi ya Mungu Mwana. Ina maana Bwana ndiye aliyechagua, lakini kupitia kule yule mkuu ambao ni Daudi. Maana ukuhani ule ukibadilika hapana budi sheria nayo ibadilike.
Maana yeye aliyenenwa haya alikuwa mshirika wa kabila nyingine ambayo hapana mtu wa kabila hiyo aliyeihudumia. Umeona sasa, hapana mtu yote wa kabila la Yuda aliyeruhusiwa kuwa ni kuhani, aliyeruhusiwa kukanyaga hema ya makutano na kutoa huduma. Lakini ilikuwaje? Ndio maana yasiyowezekana kwa mwanadamu kwa Mungu yanawezekana. Sema yasiyowezekana kwa mwanadamu. Yasiyowezekana kwa mwanadamu. Kwa Mungu yanawezekana. Kwa Mungu yanawezekana. Unaona jinsi ambao Mungu alikuja kuwapiga chenga Wayahudi. Maana bila shaka, kumbuka watu hawa walivunja agano na Mungu. Walipovunja agano na Mungu, Mungu naye akawakataa. Ndio maana mzabibu wa kweli ulipomkataa aliyeupanda, basi huyu mkulima ama aliyeupanda mzabibu wa kweli aliamua kwenda msituni na kuchukua mzabibu mwitu na kuifanya iwe mzabibu wa nini? Wa kweli. Ina maana kama ni injili ililetwa kwa ajili ya wale waliopotea wa nyumba wa nani? Wa Yakobo, ambao walikuwa ni yale manini, yale makabila ngapi? 10. Maana kabila moja ambayo ilibeba Yuda na Benjamini, wao walikuwa upande wa Mungu. Ndio maana mpaka Yesu anazaliwa, ina maana kuna makabila yaliyepotea, hao ndio aliyetumiwa Yesu. Lakini walipokataa na ikashindikana Yesu kuwakusanya, akaambia Yerusalemu, mji ule akipita, kwa ewe Yerusalemu, Yerusalemu, uwae maneni manabii. Ungetambua nini? Ungetambua muda. Akaendelea kusema kuwa alijaribu sana kukusanya nani? Watoto wake, kama kuku anapokusanya vifaranga. Lakini akamwambia kuwa maadui wakataizingira mji wa Yerusalemu na wala hawatamwachia jiwe juu jiwe. Hebu twende mstari wa 14. Basi si zaidi damu yake Kristo, ambaye kwamba kwa roho milele alijitoa nafsi yake kwa Mungu kwa sadaka isiyo na mawaa, itawasafisha dhamiri zenu na matendo maovu, mpate kumwabudu Mungu aliye hai. Na kwa sababu hii ni mjumbe wa agano jipya, ili mauti kisha kufanyika kwa kukomboa makosa yaliokuwa chini ya agano la kwanza. Umeona? Pigia mstari, yeye ni mjumbe wa nini? Wa agano jipya. Nilikwambia ya kuwa zamani Mungu alitumia malaika kama wajumbe wake. Lakini hiyo ilikuwa ni agano gani? Agano la kale. Agano la kale Mungu akufanya lolote pasipo kutumia wajumbe waliyekuwa ni malaika. Lakini sasa sio saa tena ya Mungu kutumia malaika kama wajumbe, bali ni wakati sasa ya Bwana kutumia sisi wanadamu kama wajumbe. Maana alitumia mwanae, na mwanae akatufanya na sisi tuwe wajumbe wa Mungu. Ndiyo maana Kristo ni mjumbe wa agano jipya. Malaika walikuwa ni wajumbe wa agano la kale. Ndiyo maana watu wa Mungu, hata Musa sio Mungu aliyempa sheria Musa. Mara nyingi watu wamefundisha Biblia pasipo kuielewa. Watu wa Mungu, Musa aliwahi kuona Mungu mara moja. Mungu akamwambia kuwa hakuna aliyeniona akapata kuishi. Nami nitakuficha kwenye mwamba, nitakufunika, nitapita, nawe utaona mgongo wangu. Lakini tu Musa kuona mgongo wa Mungu ilifanya akawa na nini? Upaji la uso wake kawa inang'aa, mpaka ibidi sasa afunge utaji. Akienda kwa wana wa Israeli, wakamwambia Bwana, funga, tuwezi kuona uso wako Bwana, funga. So bila shaka mimi niliwahi kufundishwa ya kuwa Musa alitokewa na Mungu kwenye kijiti. Lakini ukisoma kwenye kitabu cha Kutoka sura ya 2, sura ya 3 mstari wa 2, utaona kabisa kuwa malaika wa Bwana akamtokea nani? Akamtokea Musa kwenye kijiti kinachowaka. So malaika wa uso wa Bwana aliongea kana kwamba ni Mungu, lakini hakuwa ni Mungu. Ndio maana Yuda alikuwa ni mjumbe wa nani?
alikuwa ni mjumbe wa agano la kale. Ndio maana Kristo ni mjumbe wa agano jipya, naye ameturithisha sisi ndio sasa wajumbe wa agano jipya, ambao tunahitaji kusimama na kuhakikisha kuwa kila ujumbe wa Mungu ambao imewekwa kwenye neno lifikie watu wote, lifikie mataifa yote, lifikie dunia yote, lifikie kila mmoja aliyookoka na asiyookoka. Swala la wokovu wala sisi hatuwezi kufanya mtu aokoke. Swala la wokovu ni Mungu mwenyewe. Swala la watu kumrudia Mungu ni yeye. Kwanza wacha nikwambie, ukishaweka tu akili yako ya kuwa watu wengi wamwendee Mungu, basi hapo kwenye injili. Injili yenyewe ilisemaje? Inasema kabisa njia hiyo ni nyembamba, imezongwa na wanaiona ni wachache. Njia iendao upotevuni ni pana na wengi sana wanaiendea na wanaiona. Ndio maana watu wa Mungu sio waitwao wote watakwenda mbinguni, bali ni wale wateule. Na wateule ni wakina nani? Je, hapo ndipo unahitaji kujiuliza, wewe uko katika wateule ama uko katika waitwao? Watu wa Mungu, naomba kila siku Mungu afanye watu wanayenizunguka wawe ni wateule. Watakaye kwenda mbinguni watakuwa ni wateule wala sio waitwao. Ndio maana unaona kanisa limechanganyikiwa sasa hivi, watu wanafanya mambo yasiyoeleweka. Lakini wewe unahitaji kusoma kitabu cha Zaburi 37. Ukisoma Zaburi 37 utaweza kuona vibaya mbaya anapotenda mabaya. Maana yeye atakatika mwenyewe. Sio kazi yetu kwa hukumu, bali tuache wafanye nini wao kwa wakati wao. Bwana atajuana na wao, sisi tufundishe ukweli. Hao walioitwa walipokea ahadi ya urithi wa milele. Mstari wa 16. Maana agano la urithi lililopo lazima iwepo mauti yake aliyeifanya. Kwa maana agano la urithi lina nguvu palipotukia kufa kwa mtu, kwa kuwa halina nguvu kabisa akiwa yuhai yeye aliyelifanya. Kwa hiyo hata lile la kwanza alipoanza pasipo damu, maana kila amri ilipokwisha kunena na Musa kwa hao watu wote, kama ilivyoamuru sheria, alitoa damu ya ndama na mbuzi pamoja na maji na sufi nyekundu na hisopo, akakinyunyizia kitabu chenyewe na watu wote, akisema, hii ni damu ya agano mlioamriwa na Mungu. Na ile hema nayo na vyombo vyote vya ibada vinyunyizie damu vivyo hivyo. Na katika Torati karibu vitu vyote husafishwa kwa damu, na pasipo kumwaga damu hakuna ondoleo. Basi ilikuwa sharti nakala za mambo yaliyo mbinguni zisafishwe kwa hizo, lakini mambo ya mbinguni yenyewe yasafishwe kwa dhabihu zilizo bora kuliko hizo. Kwa sababu Kristo hakuingia katika patakatifu palipofanyika kwa mikono, ndiyo mfano wa patakatifu halisi, bali aliingia mbinguni hasa aonekane sasa usoni pa Mungu kwa ajili yetu, wala si kwamba ajitoe mara nyingi kama vile kuhani mkuu aingiavyo katika patakatifu kila mwaka kwa damu isiyo yake. Kama ni hivyo, ingelimpasa kuteswa mara nyingi tangu kuwekwa msingi wa ulimwengu. Umeona sasa? Mara moja tu. Anasema ya kuwa soma sura ya 8 ya 7. Soma sura ya 7 na mstari wa 14. Ikajifunua yeye na feni, kwa mimi nikaendeka mkono. Haya, mstari wa 14 sura ya 7. Maana ni dhahiri kwamba Bwana wetu alitoka katika Yuda, kabila ambao Musa kunena neno lolote juu yake katika mambo ya ukuhani. Tena hayo tusemayo ni dhahiri sana zaidi, ikiwa ametokea kuhani mwingine mithili ya Melkizedeki, asiyekuwa kuhani kwa sheria ya amri iliyo jinsi ya mwili, bali kwa nguvu za uzima usio na ukomo. Maana ameshuhudiwa kwamba wewe ukuhani milele kwa mfano wa Melkizedeki. Maana kuna kubatiliwa kwa ile amri iliyotangulia kwa sababu ya udhaifu wake na kutokufaa kwake, kwa maana ile sheria ikukamilisha neno. Na pamoja na hayo kuliingizwa matumaini yaliyo mazuri zaidi, ambayo kwa hayo tutamkaribia Mungu, na kwa kuwa haikuwa pasipo kiapo. Maana wale waliofanya makuhani pasipo kiapo, bali yeye pamoja na kiapo, kwa kuwa yeye aliyemwambia
Bwana ameapa wala hata ghairi wewe ukuhani milele. Basi kwa kadri Umeona, ni Bwana ndiye aliyeapa, na maneno haya ni maneno ya Daudi katika ile Zaburi ya 110. Ni Bwana, hebu pata picha. Ni Mungu ndio aliyemchagua Kristo na kumfanya kuwa kuhani. Watu wa Mungu, bila shaka mtu huyo anayeandika kitabu hichi anajua kabisa jinsi ambayo kuhani alikuwa ni muhimu. Kwa nini kuhani alikuwa ni muhimu? Kuhani alikuwa ni nani? Kuhani alikuwa ni yule ambayo alikuwa anapatanisha Mungu na wana wa Israeli. Na huyu wa kwanza alikuwa ni Aruni, na watoto alikuwa ni Aruni, akafanyika kuwa ni kuhani mkuu, na watoto wake wote na wajukuu wake wote, vizazi na vizazi, walipata kibali cha kuwa ni makuhani. Na kazi ya makuhani, watu wa Mungu, makuhani Walawi walikuwa hawaingii mahali patakatifu, wala mahali patakatifu. Kama nilivyokuambia ya kuwa palikuwa na ua la nje, na kisha katikati pale palikuwa na hema ama maskani ya Bwana, ambao hiyo maskani ilikuwa na vyumba viwili, na vyumba hivi vilikuwa vimetengwa na pazia, na pazia ilivyoitenga ilikuwa na rangi tofauti. Na mahali patakatifu palikuwa na meza ya mkate wa uonyesho. Palikuwa pia na kinara ya taa. Palikuwa pia na ile madhabahu ya uvumba. Lakini wakati wa kwenda kufanya upatanisho, ina maana hii madhabahu ya uvumba ilikuwa inaingizwa mahali patakatifu, maana kuhani alikuwa anaitumia kwa kunyunyizia ile damu ya upatanisho. Maana kumbuka ya kuwa alikuwa anamchinja ng'ombe, alafu anakinga damu yake, anaenda kujipatanisha nao kwanza. Kisha alikuwa anachukua mbuzi wawili. Naomba unipate vizuri hapa. Watu wanajichanganya, wanadhani ya kuwa eti mtu ndiye aliyekuwa anatoa mbuzi wawili ama kondoo wawili. Hapana. Ni siku ya upatanisho ndiyo iliyekuwa inatumika mbuzi wale wawili pamoja na ile ng'ombe. Ng'ombe damu yake ilimpatanisha kuhani mkuu na Mungu. Lakini wana wa Israeli, kwa ajili ya wana wa Israeli palikuwa na mbuzi wawili ambayo alizipigia kura, na kura alipiga kupitia mawe yale mawili yanayoitwa Urim na Thumim, yaliyekuwa nakaa kwenye kifuko. Nilikuambia ya kuwa kuhani mkuu alikuwa anavaa kwanza, alikuwa anavaa ndani nini? Kanzu, alafu alikuwa anavaa juu yake, alafu alikuwa anavaa na ivera, alafu alikuwa anafunga kile kifuko, alafu alikuwa amevaa kilemba ambayo inayo ufito wa rangi ya dhahabu, iliandikwa kuwa mtakatifu kwa nani? Kwa Bwana. So lile fuko lilikuwa na rangi tofauti, lakini 12 imepangwa kwenye mstari. Ikiwa ni ngapi? Ikiwa ni inayo nani? tatu mara ngapi? Mara 4, inayotengeneza inayowakilisha makabila 12. Na ndani yake ilikuwa na mawe mawili yanayofanana, ambao moja ilikuwa ni Urim, moja ilikuwa ni Thumim. Sasa katika wale mbuzi, wakati wa kupiga kura, alikuwa anasema sasa ni kwa ajili ya Urim, alafu anazichanganya ndani ya kifuko. Akitoa, basi kinachofuata ni nini? Kama imetoka Urim, basi ina maana huyo alikuwa ni nani?
alikuwa ni mbuzi wa kuchinjwa ama kutolewa sadaka, ambayo ilikuwa ni ndio ikitoka Thumim, ilikuwa ni hapana, ambayo ilikuwa inaangukia mbuzi wa Azazeli. Baada ya hapo alikuwa anafanya nini? Alikuwa anamchinja yule mbuzi wa kafara ambayo amempata kupitia kupiga kura. Ndipo damu ile alikuwa anaingia ndani mahali patakatifu na kuipatanisha taifa la Israeli, makabila yale 12 aliyekuwa amebeba kwenye nini? Amebeba kwenye kifuko. Alipotoka nje, ndipo aliwekea mkono kichwani mwa yule mbuzi wa Azazeli na kutaja dhambi zilizofanywa na makabila hayo. So Mungu aliona isifanyike kila wakati kuingia kule mahali patakatifu, akaifanya ikawa mara moja. Ikawa ni siku ya upatanisho uliokuwa ni mwezi wa 7, ambayo ilikuwa inaitwa kwa Kiebrania ya kuwa ni Yom Kippur. Anaingia mara moja kule kuhani mkuu mahali patakatifu kujipatanisha dhambi zake na kupatanisha dhambi za Israeli. Lakini Bwana ilikuwa ili ifanyika kila mwaka, na hata mtu ambaye ametenda dhambi ilimlazimu apeleke angalau hata mwanakondoo, apeleke hata makinda ya ndege ili apatanishwe na aondolewe dhambi. Lakini ona jinsi ilivyokuwa na gharama. Lakini damu hizo hazikufanya nini? Hazikuondoa dhambi mara moja, kwa sababu pata picha kuwa Mungu alimwahidi Adamu ya kuwa utakapokula katika matunda ya mti huo hakika utafanya nini? Utakufa. So ina maana kondoo alikufa kwa muda tu. Damu ya kondoo ilimwagika kwa muda tu. Damu ya mbuzi ilikuwa kwa muda tu, wala haikubeba thamani ya aliyetakiwa kufa. Ndio maana Mungu akaamua aje wa thamani kama ya mwanadamu, aliyevaa umbo na mwili kama ya mwanadamu, ili anapokufa sasa awe fidia na gharama iliyowiana na ile gharama ya mwanadamu aliyetakiwa afe kwa kutenda dhambi. Ndio maana Yesu akavaa mwili wa mwanadamu, akawa mwanadamu. Maana kondoo huwezi kulinganisha na mwanadamu. Ni maana Mungu akamfanya mwanadamu kwa mfano wake na kwa sura yake. Ili nini? Ili atawale pamoja naye. Ndio maana damu ya mafahali haikuweza kufikia gharama ya damu ya mwanadamu iliyotakiwa kumwagika wakati ametenda dhambi. Ndio maana ikabidi sasa aje yenye saizi ile, aje mwenye kiwango ile. Ili afanye hivyo, ilibidi kabisa asiyekuwa na dhambi. Maana hata wale mbuzi wawili waliokuwa wanaletwa walikuwa ni mbuzi pacha, mbuzi wanayefanana, mbuzi wasiokuwa na hila. Nasema hivyo watu wa Mungu. Ndio maana Mungu akaamua yeye mwenyewe ajidhihirishe kati yetu. Mungu katikati ya watu wake havai mwili. Maana ungempa mwanadamu, ungempa Yona angetaka mapenzi yake. Ungempa Musa habebe jambo hilo, ingeshindikana. Ungempa Yeremia, isingewezekana. Hata ungenipa mimi, nisingeweza. Ndio maana Mungu mwenyewe akaamua ya kuwa lazima niwe kitu kitakatifu. Kitu kitakatifu kinatoka kwenye utakatifu. Ndio maana ushikaji wa ujauzito wa Kristo Yesu ilikuwa ni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, na katika Roho Mtakatifu kikatoka kitakatifu. Ndio maana mwili wa Yesu ilikuwa ni Mungu amevaa mwili. Ndio maana Yesu alipokufa siku ya 3 mwili ule haukuwepo pale, umeoza. Ingekuwa ni mwanadamu wa kawaida, mwili ungekuwa bado umeoza pale. Mbona ya Lazaro hata siku ya 4 bado ulikuwepo? Ndio maana alipotoka akatoka mzima, maana kilikuwa ni kitakatifu, kimevaa mwili. Ndio maana akamwaga damu yake. Kumbuka mwanadamu wale wa Agano la Kale ilibidi kila siku wafunike, lakini haikuweza kufuta mpaka alipokuja akajitokeza mwanadamu ambayo angetoa fidia ambayo ina gharama na size ya mwanadamu. Maana ilitakiwa mwanadamu ukitenda dhambi damu yako imwagike. Lakini kumbuka ya kuwa pamoja na ile damu ya kwanza Mungu kuimwaga kwa kuchinja yule mnyama ambayo alichukua ngozi yake na kuwatengenezea Adamu nguo ya kufunika uchi wao, kumbuka ya kuwa bado haikuweza kuondoa dhambi za Adamu. Kumbuka ya kuwa ile iliwafanya tu wawe karibu na Mungu, Mungu aweze kustawi na kuambia Bwana, sasa ondokeni, msikae hapa, msije mkaendelea. Maana ina maana hilo waweze kuona Mungu.
Lakini cha ajabu, hata hiyo damu ya upatanisho, makuhani wale watoto wa Haruni hawakuwahi kuingia mahali patakatifu mpaka Haruni alipokufa na mtoto wake Eleazari akachukua nafasi yake. Hapo ndipo Eleazari akaanza kuingia mahali patakatifu. Lakini wakati huo Ithamar hakuweza kuingia mahali patakatifu. Lakini wao waliweza kuishia mahali patakatifu. Wala hata Walawi hawakuruhusiwa kuingia mahali patakatifu. Waliishia kwenye ua la nje pale, wakisaidia kazi katika ile birika ya kunawa, pamoja na katika ile madhabahu ya kuteketeza sadaka. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pata picha kuwa Yesu alipokuja, Yesu akaondoa mipaka ile, akaamua kutufanya sisi kuwa ni makuhani, na akaamua atufanye sisi tuweze kuingia mahali patakatifu. Maana ni kuhani mkuu alikuwa anaingia mbele za Mungu kumwakilisha mtu mwingine, lakini Yesu alipoenda kutuwakilisha akatupa na kibali. Ndio maana sisi wote sasa hivi unaweza kwenda kujipatanisha kwa Mungu kwa kuomba msamaha, kwa kulitia jina la Bwana ambaye iko kwenye agano la kale. Ndio maana huu ni agano jipya, agano liyekamilika, agano liyekuwa timilifu, agano la milele. Sema agano la milele. Agano la milele. Hebu twende mstari wa 22. Basi kwa kadri hii Yesu amekuwa mdhamini wa agano la bora zaidi, tena wale waliofanya makuhani wengi, kwa sababu wazuiliwa na mauti wasikae, bali yeye kwa kuwa akaa milele anao ukuhani wake usioondoka. Naye kwa sababu hii aweza kuokoa kabisa wao mjiao Mungu kwa yeye, maana yuhai siku zote ili awaombee. Maana ilipasa sisi tuwe na ukuhani mkuu wa namna hii, aliye mtakatifu, asiyekuwa na uovu, asiyekuwa na waa lolote, asiyetengwa na wakosaji, aliyekuwa juu kuliko mbingu, ambaye hana haja kila siku mfano wale makuhani wakuu wengine, kwanza kutoa dhabihu kwa ajili ya dhambi zao wenyewe, kisha kwa ajili ya dhambi za hao watu, maana yeye alifanya hivi mara moja alipojitoa nafsi yake. Maana torati yaweka wanadamu walio na unyonge kuwa makuhani wakuu, bali hilo neno la kiapo kilichokuja baada ya torati limemweka mwana aliyekamilika hata milele. Bwana Yesu asifiwe. Umeona ya kuwa kuhani alipokuwa anaingia kupatanisha, cha ajabu eti anayekwenda kukupatanisha anajipatanisha kwanza. Halafu yeye alikuwa anatoa ng'ombe kwa ajili yake yeye peke yake kwanza, ili awe angalau awe takatifu. Anatoa ng'ombe, damu ile ya ng'ombe anaenda kujipatanisha kwanza. Ndio sasa anarudi nje, sasa anaamua sasa kupiga kura kwa ajili ya wale mbuzi wawili ambao ni mbuzi wa kafara na mbuzi wa Azazeli. Hebu pata picha kwa ingekuwa vipi kama Yesu naye alikuwa ni mtenda dhambi, alafu anaenda kutupatanisha kwa Mungu. Nadhani ya kuwa tusingepata kibali cha kumfikia Mungu. Ndio maana watu wa Mungu, leo nimepata jambo jipya hapa, ya kuwa kumbe ilikuwa ni damu ya mwanadamu itakiwa imwagike. Maana kama ukitenda dhambi ukifa, ina maana damu yako wewe kama wewe. Lakini hakuna hata siku moja ambao damu ya mafahali ingelinganishwa na damu ya aliyetenda dhambi, mpaka alipokuja mwanadamu kumwaga damu yake. Lakini mwanadamu asiyekuwa na dhambi ni nani? Ni mwanadamu ambayo hana dhambi ya kurithi. Ndio maana Yesu akazaliwa na mwanamke pasipo kukutana na mwanaume, akazaliwa na mwanamke kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Ndio maana watu wa Mungu, kazi hakuna mtu bange iweza. Ndio maana huyu ni mjumbe wa agano jipya, na ni agano la kudumu. Ndio maana agano jipya ni agano bora kuliko agano la kale. Maana agano la kale hata wasaidizi wa kuhani mkuu hawakwenda kwenye uso wa Bwana. Lakini sasa sisi tunayepatanishwa tumefanyika wote kuwa ni makuhani wakuu, na sisi pamoja na Kristo. Sasa tena si eti anaenda mbele za Mungu na kuondoka. Kumbuka ya kuwa na ile ilikuwa ni mfano tu wa Mungu, ilikuwa ni uwepo wa Mungu, ilikuwa ni malaika wa uso wa Bwana. Lakini sasa Yesu akaenda kwa kitu kamili, akaenda sio tena kwa taswira na picha, akaenda kwa Mungu Baba, na sasa anakaa pale kwa Mungu Baba. Sisi tumepata kibali sasa ya kumwendea Mungu Baba moja kwa moja kwenye maombi. Ndio maana
wale hawakuweza kwenda hata kwenye hema ya makutano, hata kwenye mahali patakatifu, hata kwenye mahali patakatifu. Lakini sasa sisi tumevuka, tumetoka kwenye ua la nje, tumevuka, tumetoka kwenye mahali patakatifu, tumeingia mpaka patakatifu. Ndio maana katika Agano Jipya pazia iliyokuwa inatenganisha mahali patakatifu ikachanika katikati. Ina maana ikaondolewa kikwazo na kipingamizi iliyozuia watu kumfikia Mungu. Yesu akatupatanisha. Upatanisho ni tunaweza tukamwendea Mungu sasa. Agano la Kale walikuwa hawezi kumwendea Mungu moja kwa moja, ilikuwa lazima kupitia kwani mkuu. Ndio maana anayesema Yesu sio kwani wa Melkizedeki, mwambie aje arudi kwenye Biblia, maana ni saa ya Bwana kufunua mambo yaliyojificha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lazima kila mtu ajue ukweli. Myahudi ajue kabisa kuwa mpaka leo hii kama bado wao wanakwenda. Hebu nikuulize, sasa hivi wanaabudu gani? Kama kwenye ule mwekalu lao pazia lilichanika katikati, ukianza kuweka mpazia mwingine tena si unarudi nyuma kule. Lakini watu wanapenda kudanganywa. Angalia watu wanadanganya watu, wana watu nyumi. Mimi sipendi kudanganywa. Wewe kama unapenda, shauri yako. Kuhani mkuu wa Agano Jipya sura 8, twende. Basi katika haya tunayosema neno lilo kundi lo hili, kunaye kuhani mkuu wa namna hii aliyeketi mkono wa kuume kiti cha enzi cha ukuu mbinguni, mhudumu wa patakatifu na wa ile hema wa kweli ambao Bwana aliweka, wala si mwanadamu. Maana kila kuhani mkuu huwekwa ili atoe vipao na dhabihu. Kwa hiyo lazima huyu naye awe na kitu cha kutoa. Kama angekuwa juu ya nchi asingekuwa kuhani, maana kwako watoao sadaka kama iagizavyo sheria watumikiao mfano wa kivuli cha mambo ya mbinguni, kama Musa alivyoagizwa na Mungu alipokuwa tayari. Umeona hapo, pigia mstari, kwa sababu hapo inakuambia kuwa alichotengeneza Musa alivyoagizwa na Bwana, ile hema ya makutano ilikuwa ni taswira kamili ya mambo yaliyopo mbinguni. Ilikuwa kabisa jinsi ambayo mbinguni inavyokuwa. Akaambiwa tengeneze mfano. Ndio maana kumbe ile ilikuwa ni mfano wa hekalu la mbinguni. Kama ilikuwa ni mfano, basi vitu vyote vya Agano la Kale vilikuwa ni mfano wa mambo ya Agano Jipya. Ndio maana mwakani Mungu akitupa nafasi ya kupitia tena, akatupa kibali cha kuunganisha. Tutaangalia kwenye Agano la Kale. Je, kila kitu ilikuwa ni picha cha nini? Tutaangalia picha na uhalisia. Tutaangalia taswira, tutaangalia kivuli, tutaangalia na uhalisia. Na mimi nasema hivi, tutafikia kiwango cha kujua kipengele kwa kipengele. Na hakuna jinsi shetani atakayetupiga chenga. Siku tukianza kuomba, shetani atafyatua mkia na kuachia jiji la Dar es Salaam. Tutafuata jua neno la kumkamata nao shetani. Na kama kuna kitu ambacho shetani anajisikia vibaya sasa hivi, ni haya ambayo Mungu anazidi kutufunulia. Nashangaa jinsi Roho Mtakatifu ameamua kuwa mwazi na kuleta vitu vipya. Lakini na mimi nakaza mwendo, nachuchumilia taji. Nataka na mimi nijue Biblia. Hebu twende zetu. Maana asema, angalia ukafanye vitu vyote kwa mfano ule ulioonyeshwa katika mlima. Lakini sasa amepata huduma iliyo bora zaidi, kwa kadri alipomjua agano la bora lililoamriwa juu ya ahadi zilizo bora. Maana kama lile la kwanza lingalikuwa halina upungufu, nafasi isingelitafutwa kwa lile la pili. Maana awalaumu wasema, angalia siku zinakuja, sema Bwana, nami nitawatimizia nyumba ya Israeli na nyumba ya Yuda agano jipya. Halitakuwa kama agano lile nililoagana na baba zao katika siku ile. Je, hatukusikia hiyo kwenye unabii ya Yeremia 31 mpaka 33 Yeremia? Je, hakusema Bwana hakusema kupitia manabii yake kuwa atawatimizia Israeli agano lile bora kuliko za baba zao? Lakini sasa huyo aliyekuwa ni mjumbe wa agano,
maana mjumbe wa agano wa kipindi kile cha baba zao alikuwa ni malaika wa uso wa Bwana. Lakini Bwana akasema, sasa angalau nisitume mjumbe ambao ni malaika, nitume mjumbe ambao ni mwanangu, ili iwe ni agano iliyo bora. Lakini walipokataa wenzao, tumepokea huo ujumbe, na sasa hivi sisi ndio wajumbe hao. Sisi ndio wajumbe ambao wanasimama na mambo aliyeanza Yesu kufundisha na kufanya nini na kuyafanya. Agano hili bora kwa sababu aliyeumbwa kwa mfano wa nani? Kwa mfano wa Mungu na kwa sura yake. Ndio maana Yesu mwenyewe akachukua jambo hilo. Nakumbuka hii ni kazi itakiwa tufanye tangu mwanzo. Ndio maana mwanadamu akatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kitambacho juu ya nchi chenye uhai. Hiyo ndio kazi ya nini? Ya ujumbe ambao tuliwachia. Tulikuwa ndio wajumbe. Lakini baada ya shetani kudanganya mwanadamu na kuchukua huo ujumbe, basi kilichofuata ni nini? Maana shetani akawa ni mjumbe. Kilichofuata, Bwana akasema, wewe si mjumbe, maana wewe si kerubi afunikae. Basi saizi yako ni hawa ambao ni wajumbe kama wewe. Nitawatumia wao, nitakuonyesha kuwa nina wengine kama wao wewe, lakini walio bora. Ndio akatumika kwenye agano la kale. Lakini Bwana akisema kuwa siku moja mimi nitarudisha ule ujumbe kwa mwanadamu, jinsi ambao nilimkabidhi tangu niliponuia kumuumba mwanadamu. Mungu akasema kuwa na tumfanye mwanadamu kwa sura yetu. Na kwa nini? Kwa mfano wetu na sura yetu. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana kupitia Kristo tunatawala. Kupitia agano jipya, agano ile bora, tunatawala tena pamoja na Kristo. Tunavaa tena nini? Ujumbe ule. Ndio maana tutakapoanza kuomba, ndege wa angani watatutii. Tutakapoanza kuomba, samaki wa baharini watatutii. Tutakapoanza kuomba, nyau wanayepiga kelele pembeni mwa nyumba yako watatutii. Acha kwanza tuvae ujumbe ule ambao Mungu alitupa tangu mwanzo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ule ujumbe tuliyepewa tangu mwanzo ikachukuliwa, tumerejeshewa. Lakini lazima ujue kuwa tunaipata kupitia mjumbe wa agano jipya. Ndio maana sasa nikisema kuwa damu ya mjumbe wa agano jipya, damu iliye safi kuliko damu ya nini? Damu ya Abili ilinenaje? Ilinena vibaya. Kwa nini damu ya Yesu ilikuwa bora kuliko la Abili? Pamoja na Yesu kuuawa na wanadamu, damu yake ikinena babaya kwao, wasamehe. Fanya nini? Wasamehe, wajua alifanyavyo. Lakini je, damu, Mungu akasema kwenye Mwanzo sura ya 4 ya kuwa ninasikia damu ya ndugu yako ikikililia wapi? Kutoka ardhini. Na kile ambacho damu ilikuwa inanena ndicho Mungu alimpa nani? Alimpa Kaini, akasema umelaaniwa na utakuwa mtoro. Sema tu ya kuwa Kaini aliomba nini? Aliomba msamaha. Lakini pamoja na hivyo, watu wa Mungu, kutokea uzao wa Kaini mabaya yakatokea. Mabaya yalitokea katika watoto wa Kaini wale. Kwa sababu hawakudumu katika agano langu, mimi nami sikuwajali, asema Bwana. Umesikia? Agano la Bwana ilikuwa wapi? Nasema watu wa Mungu ya kuwa laiti tukiyajua haya. Ukisoma kwenye Mwanzo 26:3 mpaka 5, utaona jinsi Mungu anavyoimarisha agano ile aliyofanya na Ibrahimu na Isaka. Ukienda kwenye Mwanzo 31, utaona jinsi Bwana anavyofanya agano na nani? Anapofanya agano na anaimarisha na Yakobo. Kisha ukienda jangwani tena, unaona jinsi ambayo Mungu akaimarisha agano kati yake na wana wa Israeli. Kutoka sura 24. Bila shaka kazi yao ilikuwa ni kulishika lile agano. Wao walitakiwa kumwabudu Mungu na kumfanya kuwa ndio yeye peke yake.
lakini Mungu alihitaji kuwalinda na kuhakikishia wafike wapi? Wafike salama katika nchi ya ahadi. Lakini nakumbuka walipofika Kadeshi, tayari watu wale walipofika Kadeshi, walifika Kadeshi muda mfupi sana. Ina maana walisafiri mpaka mlima Sinai walipotoka Misri ndani ya miezi mitatu. Baada ya pale wakakaa mpaka ikafika mwaka mmoja. Wakapokea kila kitu pale ikafika mwaka mmoja. Ilipoanza mwaka wa pili, tayari mapokeo waliyopokea kutoka kwa Mungu kupitia Musa, wakaanza kujenga hema makutano na kuandaa mambo yale. Na wakifundishwa, wakamaliza mwaka mwingine tena pale. Baada ya pale, kumbuka ya kuwa ilipokwisha miaka miwili, tayari hema makutano ikawepo na mafundisho yamekamilika. Mungu akasema sasa tunaanza safari. Kitabu cha Hesabu inapoanza, tayari inapita sensa ya kwanza. Baada ya sensa inapigwa ile baragumu, na safari inafanya nini? Inaanza safari ya siku 11. Wakafika Kadeshi. Walipofika Kadeshi, Musa akaamua kutuma nani? Wapelelezi wale 12. Wakaenda mpaka Kanani. Walipofika Kanani, wakachukua matunda yaliyo bora. Lakini waliporudi, tayari wakarudi. Waliporudi, wajumbe 10 wale wakasema, Bwana, ile nchi ingawa ni nzuri, lakini ile nchi na wala watu Bwana. Ile nchi inayo Bwana majitu, manefili. Tumejitazama tukaona nafsi zetu kama sisi ni mapanzi. Lakini Kalebu na Joshua akasema kuwa Bwana amewatia mikononi mwetu. Tukapande twende tukaitwe ile nchi. Lakini watu wakalia usiku kucha. Usiku kucha watu wakaomboleza. Wametuleta hapa ili tupotee. Wameavunja agano pale Kadeshi. Agano wana wa Israeli walivunja Kadeshi. Mungu akasema kwa mmevunja agano. Mmetenda dhambi. Mmekataa kuniabudu. Na waliotenda dhambi waliahidiwa kufa, ambao ni baba yenu Hawa, Adamu. Mungu akasema basi mmesema vizuri, sasa kinachofanya geukeni sasa, mrudi kule jangwani. Wakajidai ya kuwa pana tunakwenda. Walipokwenda walipigwa vibaya mno. Wakaamua kuzunguka tena. Unarudi kutoka. Yamkini kwenye maisha yako wewe ulishafika Kadeshi, ulikaribia kuingia Kanani. Lakini je, ulilalamika nini? Ulinungunika nini? Ulimuuliza Mungu maswali nini? Yamkini wewe umerudishwa na zunguka jangwani. Wakazunguka miaka 39. Wengine hapa hamjafikisha miaka 39. Miaka 39 pata picha kwa wote kasoro mtu 2 tu. Kasoro wale waliosema kuwa tupande tukaitwe nchi. Bwana amewatia mkononi mwetu. Walipovunja agano pale, Mungu akawaangamiza wote. Wakabaki 2 na uzao mpya, watoto wao. Ukisoma kitabu kile cha Kumbukumbu la Torati, pata picha kwa Mungu anamlazimisha Musa kabla hajaondoka. Anafunga nao, anaimarisha tena agano na watoto hao pia. Mungu ni Mungu agano. Walipoimarisha, lakini Mungu ile kutoka Kumbukumbu la Torati 32, Mungu anaambia Musa kwa Bwana, watu hawa pamoja ninafunga nao agano, lakini watu hao ukiondoka tu watakengeuka. Na watakapokengeuka, na mimi nitawapeleka mbali na mimi. Bila shaka Mungu ni Mungu wa nafasi ya pili. Hata Mungu alipowapa nafasi ya pili, bado chini ya nani? Chini ya Yoshua. Bado walikuwa wenye shingo ngumu. Pamoja na kuona matendo makuu, walikuwa wenye shingo ngumu. Ndio maana nasema hivi, watu wa Mungu, Mungu amefanya agano na sisi kupitia nani? Yule mjumbe wa agano jipya. Ndio maana sisi tumefanyika kuwa wajumbe wa Mungu. Bila shaka watu wa Mungu, kazi ya ujumbe lazima kila mtu aivae. Ndio maana ukivaa kazi ya ujumbe, bila shaka vyote vitatutii. Tukianza kufanya kazi, kila kitu kitatutii. Kama nyoka alimtia damu, kama samaki alimtia damu, ungempaje jina papa, jina wakati papa hayupo karibu? Si mpaka ite papa njoo hapa. Aliwatishaje mpaka wakaja? Wanapewa majina, wanaondoka, wanapewa majina. Ndivyo na sisi tunataka kuingia kwenye utawala.
Ndio maana nguvu ya Freemason ikae mkao wa kula, nguvu ya Illuminati ikae mkao wa kula. Popote pale walipo wakae mkwao wa kupisha, maana saa ya Bwana imefika. Saa ya wateule wa Bwana umefika. Maana waitao ni wengi, lakini wateule ni wachache. Ndio maana hii nguvu ni nguvu inayolia katika mataifa yote. Maana Bwana ameanza kuipeleka katika mataifa yote, na kila taifa itakalofika itakayokuwepo mtu mmoja anayeona na kuyasikia, bila shaka nguvu ya Mungu itatamia ikulu lao, itatamia bunge lao, itatamia miji yote, itatamia kila nchi. Na bila shaka watu wa Mungu anatafuta mtu mmoja anayesimama neno lake lapate kulitimiza. Ndio maana sio mmoja aliyopo hapa, waliopo wengi ambao wamesimama na neno lake, na neno litasimama. Imeandikwa mbingu na nchi zitapita, lakini neno la Mungu litasimama. Mtu wa Mungu simamisha neno la Mungu. Mimi nimesimamisha neno la Mungu kwenye maisha yangu. Ndio maana watu wa Mungu, mimi ni mtu mwenye furaha, maana neno limesimama. Maana Mungu anatumia kama chombo mimi. Ndio maana neno linateremka. Nasema hivi, ukisikia maneno hayo, sio maneno yanayotoka chuoni, sio maneno yanayotoka kwenye kinywa cha mtu. Nasema duniani kote watu wasikie, ya kuwa sio katika chuo, ya kuwa sio katika akili za watu. Hii ni mambo ambayo Mungu anayaleta. Maana imeandikwa ya kuwa nyakati za mwisho kama maji jazavyo bahari, ndivyo hekima ya Bwana itakavyoinuka duniani kote. Nao mabinti watafanya nini? Tatabiri. Soma kama mkao wa kutabiri. Amen. Kama mkao wa kutabiri. Amen. Nasema hivyo watu wa Mungu. This is factual. It is reality. It is something which is rising up. You may take it the way you like, but I know one thing is that God is not looking for many. God is just looking for one person who is standing with his word. Maybe that one person is you. Maybe that one person is me. But the Lord is not looking for many. He's not looking for your status. The Lord is looking for those who are ready to be his agents. Bwana asifiwe. Mungu anatafuta mtu mmoja ambaye atakuwa ni mjumbe wake. Nasema hivi, lazima kabisa neno la Mungu liende. Hii sio nguvu ya soda kama mtu anavyoweza kufikiria. Hii ni nguvu inayoinuka juu, na bila shaka itakamata dunia kote. Hebu twende Mstari wa 10. Maana hili ndilo agano nitakaloagana na nyumba ya Israeli baada ya siku zile, asema Bwana. Nitawapa sheria zangu katika nia zao, na katika mioyo yao nitaziandika, nami nitakuwa Mungu kwao, nao watakuwa watu wangu. Nao hawatafundishana kila mtu na jirani yake, na kila mtu na ndugu yake, akisema, mjue Bwana. Kwa maana wote watanijua, tangu mdogo wao hata mkubwa. Umeona? Haikutakiwa sisi ndio tujue hayo. Ilitakiwa Wayahudi ndio sheria hizo, badala ya kuandikwa kwenye vipande vya mbao. Katika ile hema ya makutano, mahali patakatifu pa patakatifu, palikuwa na sanduku la agano ambayo ilikuwa inaitwa kiti cha rehema. Ilikuwa inawakilisha nini? Ilikuwa inawakilisha kiti cha Bwana kwenye uwepo wake, kama ilivyoonekana katika ile kitabu cha Ezekieli na kitabu cha Ufunuo. Hasa kwenye ile kiti cha rehema ama kwenye ile sanduku la agano palikuwa na vitu vitatu. Palikuwa na fimbo ya Aruni iliyokuwa inatoa nini? Inatoa maua. Na palikuwa na bakuli ya mana. Na palikuwa na nini ingine? Palikuwa na mbao mbili ambao iliandikwa zile amri 10. Bila shaka fimbo la Aruni ilikuwaje inaota maua? Kilichotokea pale safari ilipoanza wapi? Kadeshi. Walipofika wakina Kora na Dathan na Biram wakasema hivi, haiwezekani Mungu aseme na Musa tu, haiwezekani Aruni tu. Kumbuka Kora alikuwa ni wa ukoo wa Lawi. Kora anaanza kunyemelea kutumika hema ya makutano, wakati Walawi hawakuruhusiwa kuingia ndani ya mahali patakatifu na mahali patakatifu. Kilichofuata ni nini? Musa akasema kwa haisiwe tabu, kila kabila ichague mtu mmoja, na huyo mtu mmoja atengeneze fimbo, lakini aweke alama yake ili ajue, asiseme kwa Bwana ndio kwangu. Ikachaguliwa katika yale makabila 12 kabila la Lawi.
katika kabila la Lawi ikatokea Kora na fimbo yake, ikatokea na Haruni pia, lakini kabila la Lawi naye akatengeneza fimbo. Bila shaka zile fimbo zikawekwa pale. Musa akasema kwa Bwana ndiye atakayechagua yule aliyemfanya kuwa ni kuhani wake. Ilipofika asubuhi, ikakutwa fimbo ya Haruni imeota maua. Ikawa imeota maua mazuri jawahi kutokea. Ikawa Mungu amakadhibitisha Haruni ya kuwa yeye ndiyo kuhani. Lakini bado Kora, Musa akamwambia walete na vyetezo vyao. Chetezo ya kutoa nini? Fukiza uvumba. Bila shaka wakaendelea kumchefua Musa, na Musa akasema, Mungu akamwambia kupitia nani? Kupitia mjumbe ambao ni malaika wa uso. Ndio maana watu wa Mungu amejaa huruma. Akawaambia kuwa mimi angalau kidogo Musa unasema na mimi hapa nabadilisha mawazo, lakini sasa nyinyi mtakwenda, nitatuma mjumbe mbele yenu naye atawatangulia, lakini jihadharini msimfanye nini? Msimtie kasirani, maana yeye atafanya nini? Hataumaliza. Aliyekuwa anamaliza watu katika kipindi kile kwenye adhabu alikuwa ni mjumbe, malaika, sio Mungu. Kora ilikuwaje? Bila shaka story ya Kora kila mtu anajua ya kuwa ardhi ilifungua kinywa chake na Kora wakamezwa, ikafanya nini? Ikafunga, lakini watoto wa Kora walibaki. Hebu twende. Ndio wale ambao Daudi alikuja kuwafanya wawe waimbaji kwenye hema ya kuabudu Bwana aliyejenga kule Yerusalemu. Ndio maana wakaja wakaandika na Biblia. Wana wa Kora ni moja kati watu walioandika kitabu cha Zaburi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini walikuwa ni Walawi. Wana Walawi. Na dhambi zao sitazikumbuka tena. Mstari wa 13. Kwa kule kusema agano jipya amelifanya lile la kwanza kuwa kuukuu, lakini kitu kianzacho kuwa kikuukuu na kuchakaa kikaribu na kutoweka. Umeona, agano la kale ilikuwa kuukuu. Amana ilikuwa imechoka, imepitwa na wakati. Ndio maana nasema hivyo watu wa Mungu. Ukitambua agano tuliokuepo na tukifundisha watu wote agano jipya na kila mtu akaelewa, watu wengi wanajichanganya maana wajui. Ndio maana Mungu anasema hivi, watu wake wanaangamia kwa kukosa maarifa. Watu wa Mungu, usijidai unajua wakati ujui. Rudi chini ili ujifunze. Hakuna anayezaliwa anajua. Hata mimi sijazaliwa najua, bali nakaza mwendo nikimtumainia Bwana. Ndio maana Bwana anatumia mimi kusema, lakini siseme aliye kwangu. Na mimi nastajabika haya ambayo anatoka hapa. Na mimi nawaza, nasema ni Bwana kweli. Ni Bwana ameamua kuinuka tena. Na hii ni kwa nguvu ya Bwana. Sema ni kwa nguvu ya Bwana. Ni kwa nguvu ya Bwana. Kitu ambacho nimeona cha ajabu ni kitu kimoja. Ukisema Bwana, kuna Bwana yenye herufi kubwa zote. Kuna Bwana yenye herufi moja ya kwanza kubwa, na kuna Bwana yenye herufi ndogo zote. Ukisema simba, kuna simba kabila wa Yuda, lakini kuna angurumaye kama simba apate mmoja meza. Ukisema nyota asubuhi, na Yesu naye ni nyota asubuhi, na Shetani naye ni nyota asubuhi. So kila kitu kuna portion, kuna ukweli. Agano la kale lilikuwa ni kuu, agano jipya ni kuu. Bwana Yesu asifiwe. Tutajua kilicho kuu na kilicho kuu. Tutakwenda na bila shaka tutawaza Biblia, tutapumua Biblia, tutasema Biblia. Na kama tutampendeza Mungu, haya utayaona, hutakufa, utayaona haya kitimia. Tulipokuwa tunasema mwanzo wa mwaka huu ya kuwa siku sio nyingi tutaonekana duniani. Je, mtu alikuwa anajua? Basi hata agano la kwanza lilikuwa na kawaida za ibada na patakatifu pake pa kidunia. Maana hema ilitengenezwa ile ya kwanza mlimokuwa na kinara cha taa na meza na mikate. Hiyo ni sura ya 9 inaongelea kuabudu. Lakini kuabudu yao ilikuwa wapi? Kuabudu yao ilikuwa katika
hema ya makutano. Hebu nikuulize, hivi tunavyoabudu ndio walivyokuwa naabudu kwenye Agano la Kale? Kuabudu kwenye Agano la Kale ilipitia imani, kuamini katika sheria na katika sadaka. Hiyo ndio ilikuwa ni kuabudu kwa Agano la Kale. Lakini sadaka zao zilikuwa sadaka, sio ya kudumu. Kuabudu kwetu ni kupitia sadaka ya nini? Ya kudumu, ambayo ni Kristo. Maana ilibidi wapeleke nini? Wapeleke kondoo, wapeleke damu. Maana umesikia pale kuwa katika Agano la Kale kila kitu, dhambi iliondolewa kwa damu. Usingeweza kufanya chochote pasipo damu. Lakini kupata picha sasa hivi ingekuwa ya kwanza takiwa damu. Watu wa Mungu, ungepata wapi ng'ombe? Ungepata wapi hao kondoo ama mbuzi? Ndio maana watu wa Mungu anatupenda. Agano hili ni ya ubora kwa sababu ilimwagwa damu ambayo itanena mema milele. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndipo palipoitwa patakatifu, mstari wa 3. Na nyuma pazia la pili ile hema itoa patakatifu pa patakatifu yenye chetezo cha dhahabu na sanduku la agano lilofunikwa kwa dhahabu pande zote, lililokuwa na kopo la dhahabu lenye ile mana na ile fimbo ya Haruni iliyochipuka na vile vibao vya agano, na juu yake makerubi ya utukufu yakikitia kivuli kiti cha rehema. Basi hatuna nafasi sasa ya kueleza habari za vitu hivi kimoja kimoja. Basi vitu hivi vikisha kutengenezwa hivyo, makuhani huingia katika hema hiyo ya kwanza daima, wakiyatimiza mambo ya ibada. Lakini katika hema iliyo ya pili, kuhani mkuu huingia peke yake mara moja kila mwaka, wala si pasipo damu aitoayo kwa ajili ya nafsi yake na kwa dhambi za kutokujua za hao watu. Roho Mtakatifu akionyesha neno hili ya kwamba njia ya kuingia patakatifu. Umeona sasa, anaelezea kuhusu ile hema ya makutano. Mahali ya pili ni mahali patakatifu patakatifu. Aliyekuwa anaingia kuhani mkuu mara moja kwa mwaka, ambao ni mwezi wa 7, ambao mwezi wa 7 palikuwa na sikukuu kama 3. Sikukuu ya kwanza katika mwaka wa kalenda ya Wayahudi ilikuwa ni sikukuu ya upatanisho. Na watu wa Mungu, ile hema ya makutano ile, Mungu alitoa nini? Mungu alitoa vigezo vya jinsi ya kuitengeneza, ikiashiria kile ambacho kiko juu mbinguni. Ile ilikuwa picha kamili. Ilikuwa picha kamili. Ndio maana mwakani nitakufundisha jinsi ambao ile hema ya makutano inapowakilisha mbinguni jinsi ilivyo. Na nitakuunganishia na ile hekalu la mbinguni ambao tuliona kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 1 ya Ezekieli, na kitabu kile cha Ufunuo sura ya 11 ambao Yohana mtakatifu anaongelea kuhusu ile hekalu la mbinguni aliyoliona. Utaona, na hata tutaona kwenye Ufunuo sura ya 4 kuanzia mstari wa 6 pale ambapo tuliona wale wanohai wanne wale. Kumbuka walikuwa na taji. Tutaona kabisa, nitaichora na utashangaa kabisa kuwa kumbe kile ambacho kilikuwepo pale kwenye Agano la Kale ilikuwa ni taswira na mfano wa kile ambacho kiko mbinguni. Maana kumbuka ya kuwa kuhani aliingia mahali patakatifu, lakini Yesu aliingia pale kwenye ile mahali patakatifu wa mbinguni ambao ni hekalu la mbinguni. Lakini cha ajabu, katika ile kiti cha rehema ameketi mkono wa nini? Wa kiume. Sio eti anaenda pale mara moja, anatuombea kila nini? Anatuombea kila siku, anatupatanisha kila siku. Ndio maana sisi tumepatanishwa. Ndio maana sisi ni watakatifu. Ndio maana sisi tuna uwezo wa kufika mbinguni. Watu wa Mungu, ukishinda kwenda mbinguni ni wewe. Ndio maana Kristo amefanyika kuwa limbuko ili sisi tupate kwenda mbinguni. Awe amefanyika kuwa mwanadamu ili awe wa kwanza kuingia mbinguni. Ndio maana sisi tutakwenda wapi? Huwezi kusema vizuri kwa sababu nadhani matendo yako yanakusuta. Hebu tusonge mbele. Hapo hema ya kwanza ilipokuwa ingali ikisimama, mstari wa 9, ambao ndio mfano wakati huu uliopo sasa. Wakati huo sadaka na dhabihu zinatolewa zisizoweza kwa jinsi ya dhambi kumkamilisha mtu abuduye, kwa kuwa ni sheria za jinsi ya mwili tu, vyakula na vinywaji na kutawadha kwingine zilizoamriwa hata wakati wa matengenezo mapya. Lakini Kristo akisha kuja, aliye kuhani mkuu wa mambo mema, atakao kuwapo kwa hema iliyokubwa na kamilifu zaidi, isiyofanyika kwa mikono, maana yake sio ulimwengu huu,
wala si kwa damu ya mbuzi na ndama, bali kwa damu yake mwenyewe aliingia mara moja tu katika patakatifu, akisha kupata ukombozi wa milele. Kwa maana ikiwa damu ya mbuzi na mafahali na majivu ya ndama ya ng'ombe walivyonyunyiziwa wenye uchafu utakasa hata kusafisha mwili, basi si zaidi damu yake Kristo, ambaye kwamba kwa roho milele alijitoa nafsi yake kwa Mungu kwa sadaka isiyo na mawaa, itawasafisha dhamiri zenu na matendo maovu, mpate kumwabudu Mungu aliye hai. Na kwa sababu hii ni mjumbe wa agano jipya, ili mauti kisha kufanyika kwa kumkomboa makosa yaliyofanyika chini ya agano la kwanza, hawa walioitwa walipokea ahadi ya urithi wa milele. Maana agano la urithi lililopo lazima iwepo mauti yake aliyefanya. Kwa maana agano la urithi lina nguvu palipotukia kufa kwa mtu, kwa kuwa halina nguvu kabisa akiwa yuhai yeye aliyefanya. Umeona sasa, Yesu angekuwa hai, isingekuwa ili agano letu isingekuwa na nguvu, lakini agano hili linakuwa na nguvu kwa sababu yule aliyekwenda mbele za Bwana kama kuhani ni yule aliyetoa damu yake, ni yule ambaye alipoteza maisha yake, naye akapoteza na kupitia damu yake akaenda. Ndio maana watu wa Mungu, ukichua ya kuwa Yesu alikufa kwa ajili yako, huwezi ukatenda dhambi. Na yeye alimwaga damu yake mara ngapi? Moja, na ya kudumu. Ndio maana inaitwa hii agano la nini? Agano la kudumu. Ndio maana kama unatenda dhambi, tumeona kwenye kitabu cha Waebrania sura ya 6 na tutaona kwenye sura ya 10 ya kuwa watu wa Mungu wanayetenda dhambi wanawaza kumrudisha Kristo msalabani. Kristo arudi tena kwenda msalabani. Yesu arudi tena kwenda kuanza kuweka misingi ilishawekwa, damu ilishamwagwa, ukombozi ulishafanyika. Ama wewe uamue kwenda motoni, ama uamue kwenda mbinguni. Uamuzi umebaki kwako. Lakini kama ni kazi, Yesu arudi tena kwenda msalabani, anarudi kunyakua kanisa, wewe utanyakuliwa. Unyakuo ni kwa walio kufa na walio hai, kama tulipoona kwenye kitabu cha Wathesalonike na kitabu cha Wakorintho, ya kuwa sisi tulie hai, imetokea Kristo amerudi kunyakua kanisa lake, hatutatangulia walio lala katika Kristo, bali watafufuka. Nasi itatulazimu tuvae mwili usioonekana, ndipo tutaungana na wao tukienda kumlaki Bwana kule hewani ama mawinguni. Lakini lazima uwe mtakatifu kweli, uwe unaishi maisha matakatifu, na ikupe kibali cha kuweza kuvaa mwili usioonekana kama utakuwa hai. Nasema hivyo watu wa Mungu, siku mimi nitakuona unatenda dhambi alafu nakaa kwenye neno la Mungu, ndio kabisa wewe ni mtoto ambaye amekengeuka. Siku nikiona mchungaji anatenda dhambi alafu anafanya kazi ya Mungu, wakati nyaraka zimefundisha hivi, hakuna upatanishi ama mapatano kati ya dhambi na usafi. Mstari wa 18. Kwa hiyo hata lile la kwanza alikuanza pasipo damu, maana kila amri ilipokwisha kunenwa na Musa kwa hao watu wote, kama ilivyoamuru sheria, alitoa damu ya ndama na ya mbuzi pamoja na maji na supu nyekundu na hisopo, akakinyunyizia kitabu chenyewe na watu wote, akisema, hii ni damu ya agano mliloamriwa na Mungu. Na ile hema nayo na vyombo vyote vya ibada alivinyunyizia damu vivyo hivyo. Na katika Torati karibu vitu vyote husafishwa kwa damu, na pasipo kumwaga damu hakuna ondoleo. Basi ilikuwa shaiti nakala za mambo yaliyo mbinguni zisafishwe kwa hizo, lakini mambo ya mbinguni yenyewe yasafishwe kwa dhabihu zilizo bora kuliko hizo. Bila shaka utaona kwenye Kutoka sura ya 24 kuhusu hisopo, kuhusu damu. Hii ilikuwa ni agano ambayo Mungu anafanya na wana wa Israeli pale katika mlima Sinai. Wote wakaenda pale chini ya mlima, naye Musa akachinja mnyama na damu ile ikawekwa kwenye nini? Ikawekwa kwenye chombo. Kisha akajenga madhabahu na akachukua hisopo akaitumbukiza kwenye maji, kwenye damu. Bwana Yesu asifiwe. Naye ile damu akanyunyiza juu ya watu, na iliyebaki akanyunyiza juu ya ile madhabahu, na kisha ikateketezwa katika ile madhabahu. Ile ilikuwa ni agano Mungu alimarisha na wana wa Israeli. Lakini watu wa Mungu, agano zote hizo bado watu wale walivunja maagano yote. Watu wa Mungu,
Mungu ana upendo. Ndio maana watu wa Mungu ana upendo kweli. Unadhani kwa nini Mungu aliamua siende mbele za wana wa Israeli? Ndio maana watu wengi hawaelewi Biblia unasema ya kuwa Mungu anaua. Mapenzi ya Mungu ni kuona wote. Sio Mungu alikwenda na wana wa Israeli na kuangamiza watu. Mungu alipoona wale watu wamevunja agano ile, basi Mungu aliondoka katikati yao. Lakini baada ya hivyo bado akawapa nafasi ya pili, akasema nitafanya nao agano iliye bora na ya kudumu, nami nitaandika sheria yangu katika nini? Katika mioyo yao. Ambao ina maana injili ilitakiwa wapokee wale mabwana. Na baada ya kupokea na kukaa vizuri, ilitakiwa ile iwe ni mfano sasa. Ndio sasa mataifa mengine kuiga na kupata sasa kibali cha kufika kwa Mungu. Lakini walipokataa, Mungu akafanya njia tena. Ndio maana mimi nimetambua mimi ni mjumbe ambaye Bwana ananitumia sasa hivi. Kama alivyotumia wajumbe wa agano la kale ambao walikuwa ni malaika. Akaamua siende peke yake, akaamua ya kuwa nitatuma mjumbe wangu na atakwenda mbele yenu. Maona sasa? Usifanye Bwana achague mjumbe mwingine. Lakini sisi tukibweteka wa agano jipya, Bwana anaweza kutumia wajumbe wengine. Kuna wajumbe ambao wako pending malaika. Kama malaika walienda kule Sodoma na Gomora, kama wanadamu watakataa, kwani unasoma kwenye kitabu cha Ufunuo kuwa siku za mwisho injili itahubiriwa na malaika? Hujawahi kusoma? Hujawahi kuuliza kwa nini malaika watahubiri injili? Maana Mungu alitupa jicho akasema kuwa yawezekana nisipate mjumbe katika wanadamu. Kama wanadamu wote washaabudu fedha, washapenda fedha, wote wanaelekea kwenye fedha. Mungu akasema nitakapokosa mwanadamu, nami nitatuma mjumbe, wajumbe niliyetuma kwenye agano la kale. Ndio maana watu wa Mungu, kama tuwezi kuwa wajumbe wazuri na kuhubiri injili ya kweli, bila shaka Mungu atatuma malaika watahubiri injili. Kwani wewe umeshakajiuliza ya kuwa azuiaye baada ya kuondolewa, kanisa litakapoondolewa, alafu yule mtu wa uasi kwanza kutenda kazi, hujui kama wana mafuta watakwenda kuhubiri pale injili? Hao wana mafuta ni wakina nani? Tutaona mbele ya safari. Basi ilikuwa sharti nakala za mambo yaliyo mbinguni zisafishwe kwa hizo, lakini mambo ya mbinguni yenyewe yasafishwe kwa dhabihu zilizo bora kuliko hizo, kwa sababu Kristo hakuingia katika patakatifu palipofanyika kwa mkono, ndio mfano patakatifu halisi, bali aliingia mbinguni hasa onekane sasa usoni pa Mungu kwa ajili yetu. Wala si kwamba ajitoe mara nyingi kama vile kuhani mkuu aingiapo katika patakatifu kila mwaka kwa damu yake, kwa damu isiyo yake. Kama ni hivyo, ingelimpasa kuteswa mara nyingi tangu kuwekwa msingi wa ulimwengu. Lakini sasa mara moja tu katika utimilifu wa nyakati amefunuliwa zitangua dhambi kwa dhabihu ya nafsi yake. Na kama vile watu wanavyowekewa kufa mara moja na baada ya kufa hukumu, kadhalika Kristo naye akisha kutolewa sadaka mara moja zichukue dhambi za. Umeona sasa ya kuwa kama vile mwanadamu, yani kifo ni mara ngapi? Moja, mara moja, na baada ya mara moja ina maana ni nini? Ndivyo na Kristo alipomwaga damu yake mara moja, alifanya upatanisho maana basi ingekuwa ya kuwa kila unapotenda dhambi Kristo apigwe tena, Kristo asulubishwe tena, ambayo isingewezekana. Hicho ndicho kilichokuwa kinatokea kwenye agano la nini? Agano la kale, maana ilikuwa ni jambo la muendelezo. Lakini kama ambao sisi unapokata roho, unapokufa, basi kinachofuata ni hukumu. Ndivyo na Kristo alifanya upatanisho mara moja. Watu wa Mungu, tumepatanishwa kwa damu ya gharama. Tumelipiwa fidia. Tusingeweza kulipiwa fidia na damu ya wanyama, bali ni kwa damu gani? Kwa damu ya Kristo. Tumalize sura ya 10 alafu sura ya 11 itakuwa, maana hii bado inahusiana. Dhabihu ya Kristo ni ya mara moja tu na ya kudumu hata milele. Tuione, tuunganishe hiyo kwa pamoja, maana tukienda kwenye sura 11 itakuwa ni kuhusu
imani ambayo itakuwa tofauti. So tuunganishe hapa alafu tumemaliza hiyo moja kwa moja kuhusu ile hema ya makutano na sadaka katika Agano la Kale na Agano Jipya. Basi Torati kwa kuwa ni kivuli cha mema atakaokuwa, wala si sura yenyewe ya mambo hayo, kwa dhabihu zile zile wanazozitoa. Umeona, Torati ilikuwa kumbe ni sura tu ya mambo aliyotakiwa kuja, lakini watu hawajui, bado wanaishi Torati, bado wanafundisha Torati, bado wanaeneza Torati, lakini ilikuwa ni taswira ya mambo yajayo. Ndio maana watu wa Mungu, haya yanaanza sasa kudhihirika. Bila shaka ilikuwa inaongelewa hapa, lakini ulikuwa uwezi kuielewa. Lakini sasa tunapopitia unaanza kuona kwa ni kweli, kumbe Mungu alianza kuyasema haya, lakini sasa inaanza kudhihirika. Mtu wa Mungu, haya iwe ni sehemu ya maisha yako. Haya uyashikilie, kwa sababu ndio fimbo itakayenyoshwa katika dunia, naye bahari itafanya nini? Haiwezi wakati wowote kuwakamilisha karibiao. Kama ndivyo, je, dhabihu hazingekoma kutolewa? Kwa maana waabudu wakisha kusafishwa mara moja asingejiona tena kuwa na dhambi. Lakini katika dhabihu hizo liko kumbukumbu la dhambi kila mwaka, maana haiwezekani damu ya mafahali na mbuzi kuondoa dhambi. Kwa hiyo japo ulimwenguni asema, dhabihu natolewa hukutaka, lakini mwili umewekea tayari, sadaka za kuteketezwa na sadaka za dhambi hukupendezwa nazo. Ndipo niliposema, tazama nimekuja, katika gombo la chuo nimeandikiwa, niyafanye mapenzi yako Mungu. Hapo juu asemako, dhabihu na matoleo na sadaka za kuteketezwa na hizo za dhambi hukuzitaka, wala hukupendezwa nazo, zitolewazo kama ilivyoamuru Torati. Ndipo aliposema, tazama nimekuja, niyafanye mapenzi yako. Aondoa la kwanza ili kusudi alisimamishe la pili. Katika mapenzi hayo mmepata utakaso kwa kutolewa mwili wa Yesu Kristo mara moja tu. Na kila kuhani usimama kila siku akifanya ibada na kutoa dhabihu zile zile mara nyingi, ambazo haziwezi kabisa kuondoa dhambi. Lakini huyo alipokwisha kuutoa kwa ajili ya dhambi dhabihu moja idumuyo hata milele, aliketi mkono wa kuume wa Mungu. Tangu hapo akingojea hata adui zake wawekwe kuwa chini ya miguu yake. Maana kwa toleo moja amewakamilisha hata anangoja adui zake wawekwe chini ya mguu wake, lakini ameketi mkono wa kuume pale. Ina maana pale yuko pale, sio eti kama makuhani katika Agano la Kale walikuwa wanaingia mara moja tu. Yeye ameketi pale anasubiria maadui zake. Ina maana wale waliofanya nini? Wale walivyokataa neno lake, atakavyoamriwa sasishwa na baba yake. Sasa kama baba wa baba harusi mtarajiwa katika ndoa ya Kiyahudi, alikuwa ndiye anayetoa siku na saa ya kwa sasa naondoka sasa hivi uende. Ndivyo Bwana ameketi katika mkono wa kuume, anasubiri adui zake. Atakavyoambiwa rudi, ndipo maadui zake watawekwa chini ya nini? Na Roho Mtakatifu naye amshuhudia, kwa maana baada ya kusema, hili ni agano nitakaloagana nao baada ya siku ile, anena Bwana, nitatia sheria zangu mioyoni mwao na katika nia zao nitaziandika. Ndipo anenapo, dhambi zao na uasi wao sitaukumbuka tena kabisa. Basi ondoleo la hayo likiwapo, hapana toleo tena kwa ajili ya dhambi. Basi ndugu, kwa kuwa tuna ujasiri wa kupaingia patakatifu kwa damu ya Yesu, njia ile aliyotuanzia, iliyo mpya, iliyo hai, ipitao katika pazia, yaani mwili wake, na kuwa na kuhani mkuu juu ya nyumba ya Mungu, na tukaribia wenye moyo wa kweli kwa utimilifu wa imani, hadi tumenyunyiziwa mioyo, tuache dhamiri mbaya, tumeoshwa miili kwa maji safi. Na mshike sana ungamo la tumaini letu lisigeuke, maana yeye aliyeahidi ni mwaminifu. Tukaangaliane sisi kwa sisi na kuhimizana katika upendo na kazi nzuri, wala tusiache kukusanyika pamoja kama ilivyo desturi ya wengine, bali tuonyane na kuzidi kufanya hivyo. Umeona, amesema anawaambia wale wa Kristo Wayahudi ya kuwa wasifanye nini? Wasikose kusanyana kama watu wengine. Ina maana tayari hofu ilishaingia kiasi kwamba watu hao walikuwa wanaogopa hata kukusanyana, maana walijua muda wote wanaweza kuangamizwa. Lakini watu wa Mungu, hata wewe usipokuja kwenye mafundisho, yawezekana mtu hajafika kwenye mafundisho lakini anatufuatilia, huyo mtu anakusanyika pamoja nasi. Lakini umeona hapa imeandikwa tukusanyane mara moja kwa mwaka. Ndio maana nasema hivi, usione sisi kila siku Mungu anatufundisha hapa. Kuna kitu hapo. Hebu soma kipengele hicho mtu asikie vizuri. Mstari 25. Wala tusiache kukusanyika pamoja kama ilivyo desturi ya wengine,
bali tuonyane na kuzidi kufanya hivyo kwa kadri muonavyo siku ile kuwa inakaribia. Umeona, kadri tunavyoona siku ile inafanya nini? Lazima tuzidi kuonyana. Utaonya mtu hajafanya kosa? Biblia sio tu ukisoma kwenye ile Timotheo wangapi? Wa pili 3:16-17. Inafaa kwa mafundisho na kwa maonyo na kuadabisha. Watu wa Mungu lazima tuonyane, lazima tukemeane, lazima tunyoshane kidole ili tupate kukumbushana na kuishi maisha matakatifu. Vinginevyo itatufaidi nini kama mtu mmoja ama wawili tu ndio watakaye kwenda kumlaki Yesu, ama ndio watakaye kufa katika Kristo? Ndio maana watu wa Mungu, hili swala la dhambi lazima tukemee dhambi. Lazima kila mtu aache mabaya anayetenda. Usipoacha mabaya, mtu wa Mungu huwezi kwenda mbinguni. Hakuna mtakatifu anayetenda dhambi atakaye kwenda mbinguni. Kama unapiga fedha, piga fedha tu, lakini nasema hivi, usije ukaambiwa kuwa ondoka kwangu usikujui. Mwenzako mimi nataka niende, sijui wewe. Mstari 26, maana kama tukifanya dhambi kusudi baada ya kupokea ujuzi wa ile kweli, haibaki tena dhabihu kwa ajili ya dhambi, bali kuna kuitazamia hukumu yenye kutisha na ukali wa moto ulio tayari kuwala wao wapingao. Umeona sasa? Bila shaka moto upo. Kama unaendelea kutenda dhambi, basi kinachopata ni kufa katika nje ya Kristo, na kuna hukumu kali. Maana ule moto sio moto wa mara moja, ni moto wa kudumu. Ni adhabu ile kali kuliko adhabu zote. Mstari 28, mtu aliyedharau sheria ya Musa ufa pasipo huruma. Kwa neno la mashahidi wawili au watatu, maonaje haikumpasa adhabu iliyo kubwa zaidi mtu yule aliyemkanyaga mwana wa Mungu na kuihesabu damu ya agano aliyotakaswa kwao kuwa ni kitu ovyo, na kumfanyia jeuri roho wa neema? Maana twamjua yeye aliyesema, kupatiliza kisasi ni juu yangu mimi nitalipa. Weka hapo mstari. Kupatiliza kisasi ni juu yangu mimi nitalipa. Kisasi ni juu ya nani? Ya Bwana. Mbona wewe unalipishaga hiyo yuko kwenye agano jipya wala ipo kwenye agano la kale? Kwa nini wewe na ule mchungaji mnalipisha? Hiyo ipo kwenye agano jipya. Waebrania 10 ngapi? Iweke kwenye kompyuta. Utamwambia mtu ambaye, mwambie Bwana, kisasi Bwana amesema ni cha kwake, atalipisha kisasi mwenyewe. Kisha adhabu ya Bwana ipite. Na tena Bwana atawahukumu watu wake. Ni jambo la kutisha kuanguka katika mikono ya Mungu aliye hai, lakini zikumbukeni siku za kwanza ambazo mlipokwisha kutiwa nuru. Umeona, anasema kuwa Bwana atahukumu watu wake. Watu wa Mungu, haijalishi wewe ni mtu wa Bwana. Kama Wayahudi wale walihukumiwa watu wa Mungu, wewe kama mzabibu wa kweli ulihukumiwa, je, mzabibu mwitu? Ndio maana watu wa Mungu, ukitenda dhambi, haijalishi wewe ni mchungaji. Ndio maana nasema hivi, atahukumu mpaka watu wake. Na maana na wachungaji, watu waliookoka, atawahukumu wala hatawaonea aibu Mungu. Mstari wa 33, pindi mlipotwezwa kwa mashtumu na dhiki, na pindi mliposhirikiana na wale waliotendewa hayo, maana mliwaonea huruma wale waliokuwa katika vifungo, tena mkakubali kwa furaha kunyang'anya mali zenu, mkijua kwamba nafsini mwenu mna mali iliyo njema zaidi idumuyo. Basi msiutupe ujasiri wenu, kwa maana una thawabu kuu. Maana mnahitaji saburi, ili kwamba mkisha kuyafanya mapenzi ya Mungu mpate ile ahadi. Kwa kuwa bado kitambo kidogo sana yeye ajaye atakuja, wala hatakawia. Lakini mwenye haki wangu ataishi kwa imani, naye sitasita roho yangu haina furaha naye. Umeweka mstari umeweka kitumia sana. Mwenye haki wangu ataishi kwa imani, na moyo wake ukisitasita roho yangu. Bila shaka watu wa Mungu, acha kuishi kwa matumaini.
Wanaishi kwa matumaini ni wale ambao wanatia moyo na madaktari kama wale walioathirika. Madaktari hutia watu moyo na kukufanya uishi kwa matumaini. Acha kuishi kwa matumaini. Mwenye haki wa Bwana ataishi kwa imani. Na moyo wako kama una sita, basi roho yako haimpendezi Bwana. Lazima watu wa Mungu, geuka kesho yako, weka kwenye imani. Kesho ya mtoto wako weka kwenye imani. Maisha yako weka kwenye imani. Kama unakuja hapa, hakuna hata unywele hata mmoja utakayepotea. Hakuna hata mmoja aliyokuwa atakayepotea. Hakuna hata mtoto wako hata mmoja atakayepotea. Kwa sababu Mungu amesema atakuokoa wewe na uzao wa tumbo lako. Amesema anatazama mtu mmoja anayesimama laki ili apate kulitimiza. Ndio maana umeona ninaposimama mimi hivi alafu ninafundisha, ina maana watu wengi wanapata ukweli. Wanapopata ukweli wanaokolewa, na katika hilo neno wanakombolewa. Ndio maana wala sio wengi watakayesimama na kuhubiri. Jifunze kwa mtume Paulo. Hii yote ni msingi ya kazi aliyefanya. Lakini sisi tumo miongoni mwao sitao na kupotea, bali tumo miongoni mwa hao walio na imani ya kutuokoa, walio na imani ya kutuokoa roho zetu. Wewe je, uko katika hao wasio sita? Kama uko katika hao wasio sita, basi bila shaka roho yako itafanya nini? Itaokolewa. Mimi nasema hivi watu wa Mungu. Ukisoma kitabu cha Waebrania utajua ukuu wa Yesu. Kitabu cha Waebrania imewafafanulia zaidi ukuu wa Yesu. Waebrania na hata sisi, ukitaka kujua ukuu wa Yesu, thamani ya agano jipya ukilinganisha na agano la kale, kujua ya kuwa agano jipya ni agano la milele na la kudumu, kujua ya kuwa thamani ya damu iliyomwagika. Kumbe ilitakiwa mtu akitenda dhambi afe mwenyewe. So ile ilificha tu dhambi kwa muda, lakini dhambi ilikuwepo pale. Lakini ilibidi gharama ya damu ya binadamu imwagike. Ina maana mtu kwa mtu, mwanadamu kwa mwanadamu. Ndio maana Yesu akavaa wanadamu na bila shaka akatuokoa. Yesu arudi msalabani tena kwenda kusulubishwa, anarudi kunyakua kanisa. Umejiandaje? Unajiandaje? Ukoje tayari? Unakuaje tayari? Jitahidi uwe tayari mtu wa Mungu, kwa sababu kadri siku zinavyokaribia ya Bwana wetu kurudi, tuzidi kukaza mwendo na kuongea ukweli. Nataka niombe kama kuna mtu ana swali kabla sijamtukuza Bwana. Nakaribisha swali moja ama maswali mawili kabla sijaomba. Mungu, hebu nionyeshe sehemu ambayo Mungu kama Mungu ameshuka na kuua. Maana amesema hakuna aliyemuona akafanya nini? Nimekuambia agano la kale Mungu alitumia mjumbe. Kama sasa hivi Mungu anatutumia sisi. Lakini mapenzi ya Mungu ni kuona watu wakifanya nini? Ndio maana pamoja na Wayahudi waliharibu agano, lakini Bwana akaimarisha agano na wao. Bwana anawaahidi ya kwamba nitafanya nanyi agano lilikuwa bora, na agano ambayo neno langu ama sheria zangu hazitaandikwa tena kwenye mbao, zitaandikwa kwenye mioyo yenu. Walikataa. Bado Mungu amewahifadhi Wayahudi wanao saa yao ya kukombolewa. So watu wa Mungu, nasema hivi, mapenzi ya Mungu, kama Mungu alitaka watu wafe, sidhani kama angeweza kuruhusu mwanawe wa pekee aende msalabani. Of course inawezekana Martha ikasemekana wewe umeua, lakini sio kwa mkono wako. Mungu amejaa huruma watu wa Mungu. Alimwambia Musa hivi, nisije nikaenda mbele yenu, nikaenda pamoja nanyi, nikafanya nini? Nikawaangamiza, maana nyinyi ni watu wenye shingo. Mungu aligairi.
Mwanzo sura ya 6, Mungu anasema ninagairi uumbaji, nitaharibu dunia na kila chenye uhai iendao juu. Lakini kama Mungu aliwaambia kuwa mnayo miaka 120 na walikuwa na sababu ya kutubu, maana sio tu Nuhu alijenga safina pasipo kuambia ya kuwa gharika inakuja. Aliwaambia, ina maana Nuhu alifanya uinjilisti. Ina maana mtu ambaye angekubali na kuungana na Nuhu asingefanya nini? Bila shaka kila mtu alikufa. Ni wewe ndio mabaya yako yanakuwa. Mabaya ndio yaliyoangamiza watu wale. Bwana aligairi na kuacha kwenda mbele wa Israeli asije akawaangamiza. Lakini akamwambia kuwa mimi angalau mimi nitawaonea huruma. Lakini huyu angalieni sana, sije mkamtia kisirani. Je, walipomtia kisirani? Maana sema watu wa Mungu, agano hili Mungu amekupa nafasi, chagua, fanya unachofanya, lakini hukumu yake inakuja. Nani mwingine swali? Naomba nikufafanue kidogo hapa. Nuhu anajulikana, Nuhu kama baba yake na mama yake walikuwa. Yohana Mbatizaji anajulikana kwamba mama yake na baba yake alikuwa nani? Yesu Kristo alijulikana kwamba kama kawaida ya wanadamu, na yeye alitabiriwa kwamba akaja kujulikana kwamba nini? Atazaliwa na fulani, yule Mariam, na babaye atakuwa Yusufu. Sasa nirudi kwa huyu Melkizedeki. Maana hao niliowasema hao watu waliwafahamu wazazi wao na hata wakariria kwamba anayezaliwa kwao awe kiongozi. Lakini huyu Melkizedeki hana mama, hana baba. Akatokea tu Salemu. Hao watu walimconsider vipi kweli wakariria kwamba basi huyo kwetu ni kweli mambo ya Mungu hayapimwi. Sasa huyu mtu tutajiridhisha vipi? Kesho ndio nitauliza swali. Hiyo bwana mimi sikuelewi ukiniambia hana mama wala baba. Hebu niambie mchanganuo kidogo, nitashindwa. Hebu nifafanulie hapa kidogo. Kwa sababu kwenye Biblia maandiko hayajaandika mwanzo wake wala mwisho wake. Ameibuka tu na kwenda laki Ibrahimu, amebeba mkate, amebeba na nini? Na divai. Ibrahimu walipokula, alimtambuaje Melkizedeki? Alimtambua kwa kilichotoka kwenye kinywa cha Melkizedeki. Hebu mtu mmoja fungue Mwanzo 14 na mstari wa Melkizedeki, ili uone kitu. Ndio maana watu wa Mungu, unachoongea kutoka kwenye kinywa chako kimetosha kukutambulisha wewe ni nani. Umeshapata? Na Melkizedeki mfalme wa Salemu akaleta mkate na divai. Hebu anzia juu kidogo. Abrahamu aliporudi kutoka kupiga Kedrolama na wale wafalme waliokuwa pamoja naye, mfalme wa Sodoma akatoka amlaki katika bonde la Shawe, nalo ni bonde la mfalme. Na Melkizedeki mfalme wa Salemu akaleta mkate na divai. Naye alikuwa kuhani wa Mungu aliye juu sana. Akambariki akasema, Abrahamu na abarikiwe na Mungu aliye juu sana, muumba mbingu na nchi. Umeona, anaanza kutoa baraka kabla Ibrahim hajatoa nini? Ibrahim hajatoa fungu la 10. Anasema Abraham na abarikiwe na Mungu aliye juu sana. Maneno hayo ni of course maneno hayo Ibrahim ndiye aliyekuwa anayajua peke yake kwa wakati huo. Lakini anakuta mtu mwingine ambayo anambariki. Na kwa kanuni ya Agano la Kale, mdogo wa kubariki mkubwa hata siku moja. Hata sasa hivi mtu kama ni mchanga kiroho ama ni mdogo, kwa nini akubariki? Unaweza kupokea baraka zake, kumbe kwake ikawa sio sahihi. So alipombariki Ibrahim, umeona hapo inasema kuwa
kuhani, mfalme wa Salemu, kuhani wa Mungu aliye juu sana, Muumba mbingu na nchi. So anapo sasa bariki Ibrahim, anasikia kwa masikio yake. Rudia hapo tena. Na Melkizedeki mfalme wa Salemu akaleta mkate na divai, naye alikuwa kuhani wa Mungu aliye juu sana. Akambariki akasema, Abrahamu na barikiwe na Mungu aliye juu sana, Muumba mbingu na nchi. Ahimidiwe Mungu aliye juu sana, aliyewatia adui zako mikononi mwako. Umesikia? Ibrahim akwenda kupigana kwa nguvu ya uwezo wake, kwa sababu wafalme wale walikuwepo 4 na Kedorama wafalme 5. Lakini nakuaje Ibrahim anachukua vijana wale 318 anawapa silaha? Walijifunza vita wapi? Ndio maana sio Abraham kwa nguvu yake, bali ni Bwana alitia maadui wa Ibrahim mkononi mwake. So kwa maneno hayo Michael, hayo maneno yanatosha moja kwa moja kumtambulisha Ibrahim ya kuwa sio mtu wa kawaida. Maana baada ya hayo yote kubarikiwa na kila kitu, ndipo Ibrahim anaamua sasa, hii fungu la 10 yangu Bwana imuendee jamaa, maana ni wa kweli huyu. Hakutoa fungu la 10 kwanza kama sasa hivi watu wanataka utoe kwanza. Hapana. Alibarikiwa kwanza. Kwa nini toa ubarikiwe? Mwambie mtu Ibrahim akutoa ndiye akabarikiwa. Ibrahim alibarikiwa kwanza kabla hajafanya nini? Kabla hajatoa. Mwambie naye kwambie utoe kwanza ndio ubarikiwe huyo akwa akasome Biblia. Ibrahim akubarikiwa kwa sababu ametoa. Aliyetoa baraka alibariki kwanza na kusema Mungu amemtia maadui yake mikononi mwake. Ndio Ibrahim anatambua sasa natoa. Hebu turudi kwenye Biblia watu wa Mungu. Hii ambayo imegeuzwa vice versa na shetani, hii tuirudishe katika hali yake. Hebu endelea mbele kidogo ili mtu asikie. Abrahamu akampa fungu la 10 la vitu vyote. Je, Abrahamu alibarikiwa kwa sababu alitoa? Kumbe kuna wakati mwingine mimi nikikubariki, wakati umetoa basi umeshapata thawabu yako hapa duniani. Sidhani kama baraka za Bwana tutapata tena. Mimi nataka niombe. Acha niombe. Baba, nashukuru jina lako kwa ajili ya neno lako takatifu kutoka kwenye kitabu cha Waebrania sura ya 7, 8, 9 na 10. Tumeona Baba wa rehema jinsi ambayo lile agano lilotakiwa kufanya na Baba wa rehema taifa la Israeli. Ukawaambia nami, nitafanya nanyi agano la kudumu na agano iliye bora. Maana sheria zangu nitaandika katika mioyo yenu. Na agano hili litakuwa bora kuliko agano nililofanya na baba zenu. Baba, ila agano walilikataa. Na ila agano umefanya nasi Bwana. Baba muweza wa yote, kumbuka agano lako na watu hawa. Agano la milele. Agano kupitia damu ya mjumbe wa agano jipya. Damu iliyo safi kuliko damu ya Abeli. Damu inenayo mema. Ikanene mema Baba katika nafsi ya mtu huyu. Inene mema katika maisha yake. Ni damu iliyomwagika mara moja. Damu ya Kristo Yesu, mjumbe wa agano jipya, ikiendelea Baba kunena mema katika hatima yake, katika afya yake, katika viungo vyake, katika hatua zake. Baba wa rehema, magonjwa ya kutengenezwa Baba, kikohozi kwa watoto, kikohozi kwa watu wazima, magonjwa yote yaliyoachiwa katika anga na katika nchi na makusanyiko ya maji. Natumia damu ya mjumbe wa agano jipya, natumia damu ya Yesu inene mema Baba katika kazi ya mtu huyo, biashara yake, inene mema kwenye familia yake, inene mema katika hatima yake, inene mema katika afya yake. Maana Baba wa rehema, damu ya mafahali haikunena mema na kudumu, ilinena mema kwa wakati, na ililazimisha kwani Baba wa rehema kila mwaka akaingia mahali patakatifu pa watakatifu, na kwanza ajipatanishe dhambi zake kwanza, ndipo apatanishe dhambi za taifa la Israeli. Nami katika jina lako Bwana Yesu, nazidi kung'oa mapando yote, nazidi kung'oa mabaya yote, nikitumia damu ya Yesu. Ni damu Baba iliye safi kuliko Abel Baba, damu ya Abel na damu yake Baba. Damu ya Abel ikanena mabaya juu
ya baba wa rehema Kaini kaka yake, lakini damu yako izidi kunena mema katika afya ya watu hawa, inene mema katika tina ya watu hawa. Natumia damu yako baba wa rehema kufanya utakaso, kufanya ukombozi, kufanya uponyaji. Yamkini kuna mtu alimwaga damu ya mnyama akainenea mabaya, nami natumia damu yako Bwana Yesu kunyamazisha damu zote zinazonena kinyume na mtu huyu. Damu iliyonuiziwa ya kuwa baba mtu huyu ashuke chini, nami namuinua juu baba kwa jina la Yesu. Ni jina kuu lipitao majina yote. Na baba wa rehema, kuanzia leo ninamhamisha mtu huyu, namtoa kwenye kuishi baba wa rehema kwa matumaini. Na baba wa rehema nikimfanya aishi kwa imani, maana mwenye haki yako ataishi kwa imani. Na moyo wake ukisita sita, roho yake apendezwi nawe Bwana. Baba, watu hawa ni watu wa thamani uliyeamua baba kutoa mwanao wa pekee, ili kila anayemwamini baba asipotee, bali apokee uzima wa milele. Nami baba anaanza kufanya uzima wao kuwa timilifu. Kuanzia sasa wale vyakula vyao na kusiba, walale na kupata usingizi mzuri. Nami namtenganisha na maagano yote na mikataba yote. Asante Bwana, maana jinsi ambao tumeona ukuu wako katika kitabu cha Waebrania, uzidi baba kuonyesha ukuu wako kwenye nafsi ya mtu huyu, roho ya mtu huyu na mwili wa mtu huyu na afya yake Bwana. Wewe ukimlinda ingiapo na tokapo, naye akiitwa mbarikiwa. Na katika jina la damu ya mjumbe wa agano jipya, na mtu mmoja aseme amen. Amen. Pigia Bwana makofi makubwa. Katika damu ya agano, katika damu ya mjumbe wa 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 agano, damu inenaye mema kuliko damu ya bibi. Hiyo ni damu ya Yesu. Ndiyo maana umefanyika kuwa mjumbe wewe wa agano jipya. Maana sasa hivi Mungu atume malaika tena kuvaa mwili na kwenda kufanya kazi kama alivyotuma malaika katika agano la kale. Lakini sasa hivi Mungu ametuma mimi na wewe kupitia mwanawe pekee, akasema enendeni ulimwenguni kote mkawafanye kuwa wanafunzi wangu, mkiwabatiza kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, na mkiwafundisha kuyashika yote. Ndio maana unafundishwa kuyashika yote, nawe fundisha mwingine kushika yote. Lakini kuanzia leo anza kutumia damu ya mjumbe wa agano, damu iliye safi kuliko damu ya bibi. Watu wa Mungu, ukisimama na damu hiyo unashinda dhambi. Hiyo damu ukisimama nayo kwa kuitamka, damu ya mjumbe wa agano jipya, damu ya mjumbe wa agano jipya, katika damu ya mjumbe wa agano jipya, mtu aweze akajua mjumbe wa agano jipya ni nani. Basi mtu wa Mungu, tumefikia hapo na jina la Bwana libarikiwe. Kesho tutakuwa tunamalizia kitabu cha Waebrania sura 11, 12 na 13. Soma Waebrania sura 11, 12 na 13 na bila shaka hautabakia kama ulivyo. Ubarikiwe sana na Bwana wetu Yesu Kristo. Amen.